Karibu katika sehemu ya 13 msikilizaji, simulizi Agano. Tulipokuwa tumeishia katika sehemu iliyopita ni pale ambapo Mateo Mulumbi alikuwa yuko na bwana Jason na alikuwa anataka kuulizia mambo mbalimbali kule katika nchi ya Guinea. Unamfahamu Donald Mbogo? Alikuwa ameuliza Mateo muuliza mtaalamu Jason. Ndio namfahamu Donald, ni mtu wetu nchini Tanzania ambaye anatumiwa kama njia ya kupitishia fedha za kufadhili miradi mbalimbali ya mashirika na yule kwambia pamoja na mipango mingine mbalimbali. Kwa sasa hivi serikali ya Tanzania iko macho sana kufuatilia fedha za mashirika hayo zinatokea wapi na kazi zake. Zamani fedha zilikuwa zikiwekwa katika akaunti, lakini sasa hivi kutokana na ufuatiliaji fedha zinazoingia katika akaunti za mashirika hayo ni kidogo sana. Fedha nyingi za kufanikisha miradi mikubwa zinapita kwa Leonard. Unamfahamu Ravindra Kamrani? Yule bilionea? Ndio. Namfahamu. Ni moja kati ya vigogo wakubwa walio ndani ya mnyororo hapa Guinea. Hata hivyo ushiriki wake katika mnyororo ni wasiri sana. Hataki kujulikana. Nataka unipe maelekezo kidogo kuhusiana na huyo mtu. Jason alikuwa ameokoa kidogo alafu akasema. Tulikuwa tumeishia hapo msikilizaji katika sehemu ya 12, twende pamoja katika sehemu ya 13 ikiwa ni sehemu ya 3 ya msimu wa pili wa simulizi yetu Agano la Mathayo. Simulizi yetu imeandikwa naye Patrick CK na simulizi director ni kutokea hapa Simulizi Mix. Endelea kufuatilia simulizi yetu kwa utulivu kabisa kupitia YouTube channel Simulizi Mix, lakini pia kupitia WhatsApp nambari 0677 062 012. Tuendelee pamoja msikilizaji kujua nini kiliendelea katika simulizi yetu ya Agano la Mathayo. Lavindra ni mtu mwenye nguvu sana, si hapa Guinea tu bali Afrika Mashariki nzima. Unazungumzia nguvu ipi? Kiuchumi na hata maamuzi. Yule jamaa ameotesha mizizi hadi katika ngazi za maamuzi katika serikali mbalimbali. Amekuwa akitajwa kushiriki katika kashifa mbalimbali za ufisadi katika baadhi ya nchi, lakini nguvu yake imemfanya ashindwe kukamatwa na kushtakiwa. Anaogopa kwa kuwa nyuma yake kuna watu wazito, na ndio maana nikasema ni mtu mwenye nguvu sana. Serikali za nchi ambako ametajwa kuhusika katika ufisadi ndani ya Afrika Mashariki zimeshindwa kumkamata. Utatupa maelekezo yake kwa kina. Kwa sasa hivi tuendelee na ile zoezi la kuingia katika mfumo wa idara ya ujasusi Guinea. Jason alikuwa amesaidiana na Ruby na kufanikiwa kuingia katika mfumo wa idara ya ujasusi Guinea kwa kutumia akaunti yake. Una hakika hawataweza kugundua chochote kile? Jason aliuliza kwa hofu. Usihofu Jason. Hakuna kugundua chochote kile. Sawa. Kuna jambo ambalo watu wengi hawalifahamu. Hapa Guinea kuna mifumo miwili ya kuhifadhia taarifa za watu na makazi. Kuna mfumo mdogo na mfumo mkubwa. Kuna mfumo mdogo na mfumo mkubwa. Kuna watu ambao taarifa zao hazipo katika mfumo mdogo. Ukitaka kupata taarifa zao unatakiwa kuingia katika mfumo mkubwa. Watu wengi wanaofanya kazi nyeti za serikali taarifa zao hazipo katika mfumo mdogo. Huu mfumo mkubwa unatumiwa na vyombo vya usalama. Alisema Jason na kuingia katika mfumo mkubwa wa kuhifadhia taarifa wakapata taarifa za Profesa Kundwa Damagi. Kulikuwa kuna taarifa zake zote pamoja na mahali alikuwa anakoishi. Walitafuta pia taarifa za Ravindra Kamrani. Tunatakiwa kuwapata hawa watu wawili. Tukiwapata tutakuwa tumepata sababu nzuri sana ya kuweza kuzungumza na Tanzania. Huyu Profesa Damagi anahusika katika mradi hatari kabisa wa kuhujumu utalii wa Tanzania. Ravindra ni fisadi mkubwa ambaye anatafutwa na Tanzania. Ninaamini kwa kuwapata hawa watu wawili mipango yetu yote itakwenda vizuri. Wewe ni mzoefu hapa, hivyo utatusaidia ili tuweze kuwapata watu hawa wawili. Jambo hili likifanikiwa litakuwa na faida pia kwako. Jason alinamisha kichwa chake kwa sekunde kadhaa afa akasema, lini mnahitaji kuwapata watu? Leo hii. Kuna vikwazo viwili. Kwanza ni ulinzi wa hawa jamaa, vile vile vurugu zinazoendelea huko mtaani. Ulinzi wao ukoje? Profesa Kundwa Damagi anashughulika na miradi nyeti, hivyo analindwa sana. Ravindra naye pia kama nilivyokuambia ni mtu mwenye nguvu na ana ulinzi pia. Kuna kitu ambacho tunaweza kukifanya. Hapa Guinea tunayo surveillance satellite ambayo inatumiwa na idara yetu pamoja na jeshi kwa sababu za kiusalama. Tulikuwa tumepewa msaada na nchi moja kubwa baada ya matukio ya ugaidi kuongezeka. Tunaweza kutumia na kufuatilia nyumba za hawa jamaa kujua kila kinachoendelea hapo na kuangalia ulinzi ulivyo na vile vile kujiridhisha kama wako nyumbani. Hilo ni wazo zuri sana. Lakini kuna tatizo. Kama tukitumia satellite hiyo kuchunguza nyumba hizo,
2, lazima itajulikana. Alisema Jason na kumfanya Ruby atabasamu. Usihofu, hawataweza kugundua chochote kile. Tutaichukua slate itumie vile tunavyotaka sisi. Sawa, kuna jambo moja jingine. Vurugu hizi zinazoendelea hazionekaniki kuisha leo na zinaweza kukwamisha huo mpango wenu. Kuna uwezekano kama zikiendelea madaladala yatazuiliwa kutembea. Kuna njia moja ya mkato inaweza kusaidia. Tuambie tafadhali ni ipi njia hiyo? Sikuwa nimewaeleza awali. Kuna njia ya siri sana inayopita chini kwa chini inaanzia hapa na kutokea karibu na ziwa Ndubwa ambako ni karibu na Inoki anakoishi Profesa Kundwa Damangi. Vile vile ni karibu na Bilona anakoishi Lavindra. Njia hiyo ilitengenezwa mahususi kwa ajili ya kupitisha dawa za kulevya kwenda upande wa pili wa mji. Mahali njia inakotokea kuna mlima wa mawe na hakuna anayejua kama mahali hapo kuna mlango. Ukizunguka upande wa pili wa mlima utakutana na barabara. Ni karibu kabisa na ziwa. Walitengeneza njia hiyo ili kurahisisha usambazaji wa dawa za kulevya katika miji mingine kwa kupitia ziwani. Njia hiyo inapitika? Ndio, inapitika vizuri tu japo ni muda mrefu haijakaguliwa. Naomba uchapishe ramani ya jiji la kuenea ili niwaelekeze vizuri. Alisema Jason na mara moja Ruby akachapisha ramani hiyo na Jason akawa ameanza kutoa maelezo. Turudi Dar es Salaam, Tanzania. Gari la hoteli aliyofikia Natasha lilisimama nje ya jengo lililokuwa na maandishi makubwa juu yake yakisomeka Urembo House. Jengo hilo lilikuwa limepewa jina hilo kutokana na kuwa na maduka mengi sana ya kuuza urembo aina mbalimbali pamoja na saluni za kike na kiume. Natasha alikuwa ameshuka alafu gari ile ikawa imeelekea katika maegesho ya magari. Alitembea taratibu akaingia katika jengo lile. Hivyo hakusumbuka kuuliza mahala alikuwa anatakiwa kwenda. Moja kwa moja alikwenda katika lifti akaingia na kuelekea ghorofa ya 7. Milango ya lifti ikafunguka akashuka. Zoe Beauty. Alisoma maandishi yaliyokuwa mkutana nayo mara baada ya kushuka katika lifti. Ghorofa nzima ya 7 ilikuwa inatumiwa na Zoe Beauty katika kutoa huduma mbalimbali za urembo. Aliingia katika chumba cha mapokezi ambako alipokelewa na akina dada wachangamfu sana. Karibu sana. Asante. Tukuhudumia huduma gani? Nina shida na Zoe, kama mtanisaidia nikaonana naye nitashukuru sana. Bila kupoteza hata sekunde moja, mwanadada mmoja wa mapokezi aliinua mkono wa simu na ya mezani akapiga akazungumza na mtu fulani hivi, akarudisha chini mkono wa simu. Nenda hadi mwisho kabisa mkono wa kulia, utakuta ofisi, ingia humo. Nashukuru sana. Natasha alikuwa ametoka na kupiga hatua kuelekea mahali kwa maelekezo. Alikuta ofisi akawa ameingia mwanadada mmoja mwembamba mweupe aliyekuwa na nywele fupi, alikuwa amekaa nyuma ya meza nzuri. Karibu dada. Asante sana, nashukuru, alisema Natasha na kuketi. Naamini wewe ndiye mgeni wangu. Ni mimi, naitwa Natasha. Karibu sana dada. Mimi ni Zoe, nikusaidie nini? Nina ujumbe wako nimeuleta. Kutoka kwa nani? Mateo Murumbi. Mata? Aliuliza Zoe kwa mshangao, alafu kama inuka haraka na kufunga mlango wa fungua, alafu akamkaribisha Natasha katika sofa za rangi ya kahawia. Unasema una ujumbe wangu kutoka kwa Mateo Murumbi? Ndio, nina ujumbe wako. Ni mzima? Yuko wapi? Mateo ni mzima kabisa, ila ni citizen, simwambie mtu yoyote ule mahala alipo kwa sababu za usalama wake. Naelewa. Kitu kikubwa ninachofurahia ni kusikia kwamba yuko salama. Mateo ni mtu wangu wa karibu sana. Hadi leo hii kuna watu wanaamini kwamba ni mpenzi wangu, lakini ni rafiki yangu tu mkubwa na tunaheshimiana sana. Mafanikio yangu yametokana na yeye. Mimi niliacha na mwanaume wangu kwa aibu kubwa sana. Alinifukuza nyumbani, sikuondoka hata na kijiko. Mateo alikuwa ni mmoja kati ya wateja wangu wa chakula. Nilikuwa na kampuni ya kusambaza chakula maofisini, lakini tulipoachana mwanaume wake vinyang'anya. Nakumbuka mtu wa kwanza kumpigia simu na kumjulisha kwamba sitaendelea na huduma ya kusambaza chakula alikuwa ni Mateo. Aliniuliza sababu, nikamweleza, akaniomba nifike ofisini kwake. Nilimfuata ofisini kwake, tukazungumza, nikamwelezea kila kitu kilichonitokea. Alinipa moyo, akaniambia kwamba nisiwaze sana kupoteza mali, bali natakiwa kushukuru kwa kuwa bado nina nguvu ya kutafuta kila kitu kilichokipoteza. Aliniahidi kunishika mkono katika safari yangu mpya. Hawezi amini, Mateo alikuwa amenipa nyumba ya kuishi. Akanipa hadi gari la kutembelea. Akaniuliza ningependa kufanya biashara gani, nikamwambia nataka kufungua saluni. Yeye ndiye akanipa wazo la kufungua saluni kubwa kama hii. Mimi wazo langu lilikuwa ni kufungua saluni ndogo tu, akaniambia hapana. Alinipeleka mapumzikoni Dubai kwa wiki 3 kwa gharama zake. Nilipokuja kurejea, nikakuta tayari
ameniandalia hii saluni. Nilikuta kila kitu ndani. Alinikabidhi na kunitaka niendeshe. Aliniambia saluni hii ni mkopo ambao natakiwa kurejesha mdogo mdogo. Maisha yangu yalibadilika kuanzia hapo. Nilifanikiwa kurejesha mkopo ule, lakini kitu cha ajabu, Matayo alikuja akanikabidhi ile fedha zote, akaniambia niwekeze zaidi katika biashara. Zoe alikuwa amezungumza kwa hisia kubwa sana na kushindwa hata kuzuia machozi yake kumtoka. Alichukua kitambaa akafuta machozi. Nimekutana na watu wengi, lakini Matayo ni kiumbe cha kipekee sana. Nani katika dunia leo ambaye anaweza kukupa bure kabisa biashara kubwa kama hii tena bila kudai kitu chochote kile? Koda Natasha, Matayo ni mtu wangu wa karibu mno. Matatizo yaliyompata mimi yaliniumiza sana, lakini sikuwa na uwezo wa kumsaidia. Mara mwisho nilimpigia simu akaniambia kwamba nisijali, kila kitu kitakuwa sawa. Niliposikia anatafutwa niliumia sana. Kila siku usiku ninasali kumwomba Mungu amlinde mahali popote alipo ili awe salama. Nashukuru leo nimepokea taarifa kwamba yuko salama. Hili ndilo ambalo nimekuwa nikimwomba Mungu siku zote, amlinde Matayo. Si mimi peke yangu bali wengi sana ambao Matayo amewasaidia. Zoe alikuwa amechukua tena kitambaa akafuta machozi, na Natasha naye akajikuta akiwa analengwa na machozi. Samahani, kwa kweli swala hili la Matayo wagananiumiza sana. Usijali, pole sana. Nashukuru, nimekwisha poa. Anaendeleaje Matayo? Matayo ni mzima kabisa, anaendelea vizuri, ana tatizo lolote lile. Amekupa ujumbe gani nilete? Natasha alikuwa amefungua pochi yake kama ametoa karatasi akampatia Zoe, akaikunjua haraka na kuisoma. Alipomaliza kusoma akafuta machozi. Asante sana Natasha kuniletea ujumbe. Nimefurahi sana. Alisema na kurudi tena kusoma ule ujumbe. Katika ujumbe huu kuna mtu ambaye Matayo anahitaji kuzungumza naye. Kwa bahati mbaya mahusiano yangu na huyo mtu kwa sasa hivi sio mazuri. Kwa kifupi hatuna mahusiano. Kuna mambo yalikuwa yametokea ambayo yalivunja kabisa mahusiano yetu. Mtu ambaye Matayo anahitaji kuzungumza naye alikuwa ni rafiki yangu sana, na alikuwa akifika hapa karibu kila siku. Kwa sasa hivi afiki tena hapa. Kuna matatizo yalikuwa yametokea katika ndoa ya huyo rafiki yangu. Mume wake alitishia kuniua kama atamuona tena huyo rafiki yangu na mimi. Ili lazima urafiki wetu ufe. Nina muda mrefu sana sijaonana naye. Hapa haji na wala hatupigiani simu. Hata hivyo nilipata taarifa kwamba rafiki yake mkubwa siku hizi ni mwimbaji mmoja wa nyimbo za Injili. Nimeelekezwa mahali lilipo duka la nguo la mwimbaji huyo. Nadhani tuelekee huko, mimi nitazungumza naye, huenda tukafanikiwa kumpata Vivian. Sawa dada. Zoe alikuwa amefunga ofisi yake kama ameondoka, akashuka chini. Natasha kama amezungumza na dereva wa hoteli akamtaka arejee hotelini kwani tayari ameshampata mwenyeji. Walikuwa wameingia katika gari la Zoe wakaondoka. Upande mwingine wa simulizi. Karibuni warembo. Alisema mwanadada aliyekuwa amemkaribisha Natasha na Zoe katika duka la mavazi linalomilikiwa na Sarah Jackson, mwanamuziki wa nyimbo za Injili. Asante sana. Tunashirikiana na dada Sarah. Zoe alisema, dada Sarah amenipigia simu, yuko nje na kuja. Mnaweza kumsubiria. Hakuna tatizo. Natasha na Zoe walikuwa wamepewa vitu wakapumzika wakimsubiria Sarah Jackson, mwanamuziki maarufu wa nyimbo za Injili Afiki. Lafudhi yako ya Kiswahili inaonyesha wewe sio Mtanzania. Natasha alikuwa amecheka kidogo alafu akasema, ni kweli natokea nchi ya Guinea. Nilijua tu utakuwa unatokea huko. Matayo naye yuko huko? Sitaki kukuficha dada. Matayo yuko Guinea. Ulikutana naye vipi? Mimi mfanyakazi wa hoteli alikuwa amefikia. Natasha alimuelezea Zoe namna jinsi alivyokuwa amekutana na Matayo hadi wakawa marafiki. Natasha, nakuomba sana umtunze yule mtu na hakikisha kwamba anakuwa salama. Ni mtu mzuri sana. Mshike na hata kufikisha mbali. Nina wakati lazima atainuka tena, na akiinuka hata kuacha hapo ulipo na wewe pia atakuinua. Mazungumzo yaliendelea hadi alipokuwa amekuja Sarah Jackson. Alikutanishwa na wageni wake wakaingia ofisini. Karibuni jamani. Sarah alikuwa amesema, asante. Mimi naitwa Zoe, ni rafiki wa muda mrefu sana Vivian Mbogo. Naamini atakuwa amewahi kukuelezea kuhusu mimi. Kumbe wewe ndio Zoe. Amenielezea kila kitu kuhusu wewe. Anasikitika sana kwa urafiki wenu kuvunjika. Karibu sana. Nimefurahi kukutana naye. Nami pia nimefurahi kukuona. Dada Sarah, najua una shughuli nyingi hivyo sitaki kukupotezea muda wako mwingi. Nimekuja hapa kuomba msaada wako, nahitaji kuonana na Vivian. Ni muhimu sana. Vivian leo sijawasiliana naye tangu asubuhi. Hata hivyo ninaweza nikampigia hapa nikamwomba afike hapa kama mtaweza kusubiri. Fanya hivyo tafadhali. Sarah alikuwa amechukua simu akampigia Vivian akamtaka afike pale dukani kwake, kuna nguo mpya zimekuja. Ameniomba dakika 40 atakuwa ameshafika hapa. Sarah alikuwa amewajulisha kina Zoe.
Baada ya saa moja na dakika kadhaa Vivian akawa amewasili akiwa na gari la kifahari, na moja kwa moja aliingia dukani akaelekea ofisini. Alipatwa na mshtuko mkubwa sana baada ya kumkuta Zoe mle ofisini. Zoe aliinuka, wakakumbatiana kwa furaha. Vivian machozi ya furaha yalimtoka kwa kukutana tena na rafiki yake wa siku nyingi. Walizungumza kidogo mambo kadhaa, halafu Zoe akasema, Vivi, sitaki kuchukua muda wako mwingi sana. Nimelazimika kukufuata kwa sababu ninaomba mimi na Sara tutoke nje ili uzungumze naye. Zoe na Sara walikuwa wametoka mle ofisini, wakawaacha Natasha na Vivian. Karibu dada, Vivian alikuwa amesema. Ninaitwa Natasha, natokea Kuinea. Nimetumwa kwako na Mateo Murumbi. Sekunde kadhaa zilikatika. Vivian akamtizama Natasha kwa mshangao mkubwa. Umetumwa na Mateo Murumbi? Ndio dada. Vivian alikuwa amepatwa na mshtuko. Alipeleka mkono wake kifuani baada ya kuhisi mapigo ya moyo yalikuwa yamebadilika na kuanza kwenda kwa kasi kubwa. Amekutuma nini Mateo? Amenipa namba ya simu, nataka umpigie, lakini usitumie simu yako. Tumia simu nyingine. Vivian alikuwa amechukua namba ile simu, akatoka mle ofisini akawafuata kina Sara. Akazima simu ya Sara, akamuomba na ufungua gari yake. Akaelekea nje, akaingia katika gari ya Sara, akaandika ile namba ya simu ya Mateo na kuipiga. Hello? Ilisikika sauti ya mwanaume upande wa pili wa simu. Mateo, aliita Vivian. Hello Vivian. Vivian alifuta machozi alafu akasema, how are you Mateo? Mimi niko vizuri tu, hofu kwako. Na nilaje Vivian? Alisema Vivian na kuvuta pumzi ndefu. Mateo, usijali kuhusu mimi. Nataka kujua kuhusu wewe, unaendeleaje? Uko salama kabisa? Ya, mimi niko vizuri, naendelea vizuri kabisa. Pole sana Mateo kwa yote yaliyokutokea. Nisamehe sikuweza hata kukutafuta kukupa pole. Asante. Niambie Vivian, unaendeleaje? Mateo, nashindwa nielezee vipi kuhusu mimi. Kwa kifupi tu, bado maisha yangu ni maigizo tu. Ninaweka tabasamu usoni na kumuonesha kila mtu kwamba nina furaha, lakini ukweli sina furaha hata kidogo. Mateo, sijui nifanye nini. Ninawaza sana namna ya kuweza kutoka katika kifungo hiki, nashindwa. Mateo, nipo katikati ya jangwa kubwa sana. Nilikotoka mbali na ninakoelekea pia ni mbali zaidi. Pole sana Vivian. Asante Mateo. Hujui namna gani tu nilivyokuwa nahitaji kusikia hii sauti yako. Nimefurahi pia kusikia sauti yako. Uko wapi Mateo? Vivian, tuna mengi sana kuzungumza, lakini tatizo ni muda. Naomba niruhusu niende moja kwa moja kabisa katika sababu ya kutafuta. Niambie Mateo. Vivian, nimekupigia, nahitaji msaada wako. Niambie Mateo, unahitaji msaada gani? Turudi upande wa Nabuli kule Kuinea. Mateo alirejea ndani baada ya kumaliza kuzungumza na Vivian. Mmezungumza kwa muda mrefu, nini kimejiri huko? Robert utaiza. Kila kitu kinakwenda vizuri. Vivian amekubali kufanya kile nilichomwomba kifanye. Nilimwambia akisikia sauti yangu atakubali kufanya kile nitakachomwomba. Kosugusa alicheka kidogo na kusema, wewe jamaa, sijui unatumia dawa au ni nini? Aise, unawapa nini hao wanawake? Yaani naapa siku moja nikigundua siri yako, basi wamekwisha. Yaani nitawavuruga vibaya mno. Kosugusa alisema na kuwafanya watu wacheke. Hakuna dawa, ni nyota tu. Vivian anasema alimsikia leo asubuhi mume wake anazungumza na mtu katika simu akimwahidi kwamba atamfikishia mzigo wake wote ndani ya siku 2. Alimtaka asiwe na hofu yote, ile pesa yake ataipata, hivyo mipango yote iendelee kama ilivyopangwa. Baada ya kuzungumza na mtu huyo ambaye naamini ni Hexa, alimpigia tena mtu mwingine akamwambia tayari ameongea na msanii, wamekubaliana zoezi liendelee. Ndani ya siku 2 atakuwa ameshapata fedha yake yote atakayohitaji. Huyo atakuwa ni yule mtu wa shirika la Jitambue ambao ndio waliomba fedha zipitie kwa Leonard. Vivi ameniambia jambo jingine kwamba Leonard anapohitaji fedha nyingi waga na kwenda kasino kucheza kamari na kushinda, kisha anapata pesa kiasi kikubwa sana cha fedha anachokihitaji. Anasema kila kitu hupangwa kati yake na mtu mwenye kasino. Baada ya kupata fedha hizo humtumia mmiliki wa kasino kiasi kile cha fedha alichoshinda pamoja na faida kidogo katika akaunti yake. Hii ndio njia ambayo Leonard amekuwa akitumia ili kuonekanika kwamba anashinda fedha nyingi katika kamali, kisha huchukua fedha hizo na kuzifikisha mara husika na baadaye anazirudisha fedha hizo katika akaunti ya mmiliki wa kasino. Nina hakika hata hizi fedha za kumlipa Hexa, mchezo utakaofanyika ni huo. Atachukua fedha hizo kasino, atamlipa Hexa
Mpango wao utaendelea, kisha atazirudisha fedha hizo kasino kwa kuhamisha kutoka katika akaunti yake kwenda katika akaunti ya mmiliki wa kasino. Janja yake imegundulika na tunakwenda kuzuia hilo lisitoke. Vivian amekubali kushikana miguu kwa mume wake. Analika nyumbani hivi sasa, na akifika huko ataingia katika ofisi ya mume wake. Ataingia katika kompyuta ya Leonard ili kupata taarifa zake za kifedha. Anadai taarifa za masuala yote ya kifedha zimo katika kompyuta hiyo anayohifadhi nyumbani kwake. Akifika hapo atatupigia simu. Amechukua simu ya rafiki yake Sara ambayo ndio ataitumia kutupigia. Ruby, jiandae, tunakwenda kufanya udukuzi mkubwa leo. Hatutaacha hata shilingi moja katika akaunti ya Leonard. Fedha yote itahamishwa katika akaunti yangu ya siri, na baadaye fedha hizo atapewa Vivian kwa ajili ya kumsaidia kujitegemea, kwani anaamini baada ya tukio hili ndoa yake itasambaratika. Mata alikuwa ameendelea kueleza kuhusu maelekezo aliyokuwa amempatia Vivian. Wakati ukiendelea kusubiri Vivian apige simu, turudi hapa kuinea. Mambo yanakwendaje? Katika televisheni ya taifa hakuna matangazo yote kuhusiana na vurugu zinazoendelea. Taarifa za yote yanayoendelea huko mitaani zipo katika mitandao ya kijamii. Ruby alikuwa amesema akionyesha picha mbalimbali na video za kile kinachoendelea jijini Naburi. Matayo, hizi vurugu zinaweza kuathiri mipango yetu, Gosugosu alisema. Uko sahihi Gosugosu. Baadhi ya mipango yetu inaweza kushindwa kufanikiwa kwa sababu ya hizi vurugu, kwani italazimu vyombo vya ulinzi na usalama kuimarisha ulinzi kila mahali. Ruby amefanikiwa kupata picha za makazi ya Profesa Kundwa Damak na yule fisadi Lavindra. Na bado naendelea kuingiza programu ya asili katika mfumo wao wa satellite ili niweze kuitumia bila wenyewe kugundua chochote kile. Sio muda mrefu sana tutafanikiwa zoezi letu na kuanza kupata picha za makazi yao hao watu wawili pamoja na kisiwa cha Nwenga. Matayo, naomba kuuliza, nini hatima ya Jason? Huyu jamaa hajatenda kosa lolote lile. Tumuingiza si matatizoni. Pamoja na kumuingiza katika matatizo makubwa, bado ameendelea kutupatia taarifa nyeti sana tunazozihitaji. Tunamsaidiaje huyu jamaa? Ruby aliuliza. Baada ya kumaliza misheni yetu tutaondoka naye kurudi Tanzania. Nitazungumza na rais ili apatiwe hifadhi na usalama, kwani ametusaidia kwa kiasi kikubwa sana kufahamu mambo mengi sana. Kwa sababu tunaendelea kubaki naye hapa ili kuendelea kufahamu mambo mengi zaidi. Matayo, namuonea huruma sana. Hakutegemea maisha yake yangebadilika namna hii. Hakuna huruma katika kupigania maslahi ya nchi. Umesikia mipango yao ni kubomoa nchi yetu ili kujenga kwao. Wanabomoa tamaduni zetu, wanaharibu vijana wetu, wanahujumu uchumi wetu. Hawana huruma na sisi hata kidogo, kwa hiyo na sisi pia hatupaswi kuwa na huruma nao. Tupambane kwa ajili ya nchi yetu bila huruma. Nimekuelewa Matayo. Dar es Salaam, Tanzania. Taarifa za kufariki ghafla kwa bilionea mkubwa Leonard Mbogo zilianza kusambaa kwa kasi kubwa katika mitandao ya kijamii. Ilikuwa ni habari iliyoshitua watu wengi, hasa kutokana na umaarufu wa Leonard. Saa kadhaa kabla ya kifo chake, akiwa katika chumba cha mazungumzo na wageni waliofika ofisini kwake kumtembelea, alipokea ujumbe uliokuwa umemfahamisha kuwa alikuwa amefanikiwa kuhamisha kikamilifu pesa kutoka katika akaunti zake. Alishtushwa sana na ujumbe huo uliokuwa umetoka benki. Akaomba radhi wageni wake, akaenda katika kompyuta yake, akafungua akaunti yake ya kwanza, kama amekuta hakuna hata shilingi moja. Fedha zote zilikuwa zimehamishwa. Jasho ilianza kumtoka. Akafungua akaunti yake ya pili na ya tatu, nako vile vile hakukuwa na fedha. Alifungua akaunti yake kubwa na kukuta ikiwa tupu. Hakukuwa na senti hata moja. Aliamua kupiga simu benki na kuuliza kuhusu hamisho la fedha katika akaunti zake. Baada ya muda akapewa taarifa kwamba alikuwa amehamisha fedha zote katika akaunti yake kuu. Alipiga tena simu benki nyingine, kote jibu lilikuwa ni lile kwamba yeye ndiye alikuwa amehamisha fedha zile kutoka benki. Ghafla Leonard kama ameanguka. Wafanyakazi wakamchukua na kumkimbiza hospitali, na baada ya kufika daktari alithibitisha kwamba tayari alikuwa amekata roho. Uchunguzi wa awali ulionyesha alifariki kutokana na mshtuko wa moyo. Turudi Nabuli kuinea. Jina Nabuli geuka kuwa uwanja wa vita baada ya polisi kuingia katikati ya jiji kuwatawanya waandamanaji. Milio ya risasi na mabomu ya kutoa machozi vilisikika sehemu mbalimbali za jiji la Nabuli. Barabara zilifungwa, moshi mzito ukatanda angani kufuatia vijana kuchoma matairi na majengo ya serikali. Vurugu ilikuwa ni kubwa sana. Wakati vurugu hizo zikiendelea kushika kasi, taarifa za kifo cha bilionea Leonard Mbogo ziliendelea kusambaa nchini Tanzania. Matayo, kuna habari mpasuko nchini Tanzania, alisema Ruby. Kuna habari gani? Aliuliza Matayo. Leonard Mbogo amefariki dunia ghafla. Taarifa zinadai alianguka ghafla ofisini kwake na kufariki. Amefariki kwa mshtuko baada ya kugundua kuwa fedha zimeshahamishwa katika akaunti yake. Sasa nakuomba rudisha fedha katika akaunti zake kama zilivyokuwa awali. Hatuna sababu ya kuendelea kubaki na fedha hizo, kwani kwa sasa mali zote ziko chini ya Vivian. Sawa Matayo.
Mpango wetu haukuwa kumuua bali kukwamisha mipango yao iliyohitaji fedha. Inawaka kwa hili lililotokea, mpango wao na Hexa hautaweza kufanikiwa tena. Hexa hatapata fedha anazozihitaji na hataweza tena kuandaa video ile ya kipuzi. Kuondoka kwa Leonard kutaathiri mipango mingi ya hawa jamaa iliyokuwa inahitaji fedha kutoka kwake. Hata hivyo bado tunatakiwa kuweza kuendelea kuwa macho kubaini mipango yao yote. Hawa jamaa wako tayari kutumia mbinu zozote zile katika kufanikisha mipango yao, kwa hiyo kila mbinu watakayotumia lazima tuingamue mara moja na kuhakikisha kwamba ifanikiwe. Tumefahamu mashirika mbalimbali yasiyokuwa ya kiserikali nchini Tanzania na ajenda zao. Nitaituma taarifa hiyo kwa rais na hatua za haraka dhidi ya mashirika hayo yote, na nitashauri mashirika hayo yote yafungiwe kufanya shughuli zao nchini Tanzania. Kwa kweli sikujua kama hawa jamaa walikuwa wamejipanga namna hii dhidi ya nchi yetu. Gosogoso alisema wamejipanga vizuri sana wa jamaa. Wanataka kuhakikisha kwamba wanahujumu jitihada za kukuza uchumi wetu, na ili kufanikisha hilo wanataka kuharibu tamaduni zetu na kupandikiza tamaduni zao za kishenzi, Mata alisema. Kingine ninachokisikitikia hapa ni baadhi ya wanasiasa wetu kukubali kutumiwa na hawa jamaa kufanikisha ajenda zao. Kelele zote wanazopiga kumtusi na kumkebei rais kwa kila anachokifanya, kumbe ni mpango mkakati. Nyuma yake kuna fedha nyingi sana ambayo inawapa nguvu ya kuweza kufanya hayo wanayofanya. Hili limenishangaza sana, alisema Robi. Wanasiasa wanapiga kelele na kutoa matusi, fedha zao zilikuwa zikipita kwa Leonard. Hata hivyo lazima tuendelee kuwafuatilia kwa ukaribu sana ili kufahamika katika kuhujumu nchi. Hawa ni vibaraka wa mabeberu na wako tayari hata kufanya chochote kile watakachoelekezwa kukifanya kwa ajili ya kushibisha matumbo yao. Tuendelee kuwafuatilia. Kwa ujumla, kifo cha Leonard ni pengo kubwa sana kwa hawa jamaa, kwani mipango yao mingi itashindwa kufanikiwa. Baada ya kulimaliza hilo la Tanzania, sasa tunarudi hapa kuenea. Machafuko ni makubwa. Serikali imetoa amri ya kutotoka nje kuanzia saa 12 jioni kufuatia vurugu zinazoendelea. Jeshi limeingia mitaani ili kusaidiana na polisi katika kudhibiti vurugu zinazoendelea. Pamoja na vurugu na katazo hilo la kutembea usiku, lakini sisi tuna mission yetu. Kuna watu wawili ambao tunahitaji kuweza kuwapata na tutasubiria hadi vurugu zimalizike. Tunahitaji kumpata Profesa Kundwa Damagi usiku wa leo, alafu kesho itakuwa ni zamu ya Ravindra. Tutatumia njia ya chini aliyotuambia Jason, alisema Matayo. Kumpata Jason kumekuwa na manufaa makubwa sana. Hakuna ambaye alikuwa akijua kama hapa Naburi kuna njia ya siri ya chini kwa chini iliyokuwa inatumiwa na hawa jamaa wa madawa za kulevya katika biashara yao, alisema Ruby. Mchezo umefika mahala ninapopenda. Umefika wakati wa kuweza kushikisha adabu hawa jamaa, alisema Gosogoso huko akitabasamu. Tubakie hapa Nabuli mida saa 9 alasiri. Mkuu wa polisi kuendelea litazama simu yake ikiita kasita kuipokea simu ile ambayo mpigaji alikuwa ni rais. Simu iliita na kukata, ikaanza kuita tena kama kupokea. Mheshimiwa Rais, IGP, kuna masuala mawili muhimu nataka kukujulisha. Kwanza, kutokana na vurugu kuongezeka na polisi kushindwa kumaliza vurugu hizo kama nilivyokuwa nimeongea, nimempa maelekezo mkuu wa majeshi kupeleka wanajeshi mtaani kwa ajili ya kusaidiana na polisi katika kutuliza vurugu zinazoendelea. Atakupigia muda sio mrefu kuhusiana na swala hilo. Kwa hiyo nataka mshirikiano na jeshi kuhakikisha kwamba vurugu zinadhibitiwa kwa haraka bila kujali madhara yatakayoweza kutokea kama majeruhi na vifo. Jambo la pili, nataka kabla ya jua kuzama, muandaji wa maandamano haya ambaye ni Dominic Rwambasi amekamatwa. Mashtaka dhidi yake yaandaliwe mara moja na kufunguliwa kesi. Yeye ndiye chanzo cha haya yote kutokea. Umeelewa IGP? Nimekuelewa Mheshimiwa Rais. Nimemwelekeza mkuu wa majeshi pia kutangaza hakuna mtu kuonekanika nje baada ya saa 12 jioni. Yote atakayeonekanika wakati huo atakuwa ni mhalifu na atashughulikiwa kama wahalifu wengine. Nataka kama Dominic atakapokuwa amekamatwa nijulishe mara moja. Nitafanya hivyo Mheshimiwa Rais, alisema mkuu wa polisi. Simu imekatwa. Nilijua tu hili swala mwisho wake hautakuwa mzuri. Dominic alikurupuka sana kuanzisha maandamano haya. Alitakiwa kupata ushauri kwanza kabla hajaamua hili jambo. Tatizo la hao watu wenye uwezo na nguvu wanaamini wako juu ya sheria na wanaweza kufanya kila kitu wanachokiona kujisikia ukifanya. Alitaka kumuonesha rais kwamba ana nguvu kubwa, akaamua kuandaa maandamano ambayo sasa yamegeuka kuwa ni vurugu kubwa sana. Wanasiasa wameitumia fursa hiyo kwa manufaa yao na mzigo wote unamwangukia Dominic. Kibao kimembadilikia na sasa hivi anatakiwa kukamatwa. Rais yuko sahihi. Ana kila sababu ya kuelekeza Dominic akamatwe, kwani alichokifanya ni uvunjifu wa sheria. Agizo hili la rais laniweka njia panda.
Nikishindwa kulitekeleza, mimi ndiye ambaye nitakayekuwa matatizoni. Hata hivyo siwezi kutuma polisi wakamkamate kabla sijamueleza kile alichokisema rais. Nitamtaka aondoke mara moja hapa kuinea. Kama kikaidi lazima kumkamata hata kama ni mshirika wangu. Nisipofanya hivyo naweza kujulikanika niko upande wake. Hivyo nitaweza kujitengenezea mazingira mabaya sana. Nataka kuchukua tahadhari angali bado mapema ili nisigundulike. Aliwaza mkuu wa polisi akaitafuta namba ya simu ya Dominic akapiga simu. Simu ilipokelewa mara moja. IGP, nipe taarifa tafadhali, nini kinaendelea huko? Dominic aliuliza. Dominic, hali sio nzuri hata kidogo. Jambo hili linazidi kuwa kubwa na kuchukua sura mpya. Rais alinipa jukumu la kuhakikisha kabla ya saa 8 waandamanaji wote wameshaondolewa katikati ya jiji. Lakini sijatekeleza jambo hili kama alivyotaka. Baada ya kuona utekelezaji sio mzuri, ameamua kutuma wanajeshi ili washirikiane na polisi kuwaondoa waandamanaji mtaani. Anatuma wanajeshi? Dominic akauliza akionekana kushangaa. Ndio, tayari amezungumza na mkuu wa majeshi na amempa maelekezo hayo. Muda wote wanajeshi wataingia mtaani. Hali itakuwa ni mbaya zaidi kama wale jamaa wakiingia mahali hawanaga huruma. Huyu rais ni mwendo wazimu. Anatumia jeshi kutawanya waandamanaji. Amefanya hivyo baada ya kuona polisi wanalega na ndio maana akatumia jeshi. Amempa pia maelekezo mkuu wa majeshi kutangaza kwamba asionekanike mtu yoyote yule nje ifikapo saa 12 jioni ya leo. Yeyote atakayeonekanika nje wakati huo atakuwa ni mhalifu na atashughulikiwa kama mhalifu. Kwa hali jinsi ilivyo, sina hakika kama vijana watakubaliana na jambo hilo la kuonekanika nje ifikapo saa 12. Dominic, kuna mambo mawili nataka kukufahamisha. Jambo la kwanza, nataka ujue kwamba hakuna tena maandamano, bali kinachoendelea sasa hivi ni vurugu. Majengo ya serikali yanachoma moto, miundombinu ya umma inaharibiwa, maduka yanavunjwa na uparaji mkubwa unafanyika. Kwa hali ilipofikia sasa hivi, sina namna nyingine ya kufanya zaidi ya kuamuru polisi kutumia nguvu kubwa kukabiliana na vijana hao. Kama tusipofanya hivyo, hali itakuwa ni mbaya sana. Binafsi sikutarajia kabisa kama maandamano yangesababisha vurugu kubwa kama hizi zinazoendelea. Nitarajia kungekuwa na vurugu, lakini sio za kiwango hiki, Dominic alisema. Sauti yake ilikuwa tulivu na yenye hofu ndani yake. Imekuwa ni bahati mbaya sana kwamba maandamano ambayo yalikuwa na lengo zuri yametekwa na wanasiasa. Wakabadili ajenda nzuri ya maandamano hayo na sasa wanayatumia katika kufanikisha ajenda zao za kisiasa. Na kubaliana nawe kabisa IGP. Wanasiasa wamevuruga kila kitu, wameingilia maandamano wakayageuza kuwa ya kisiasa na kuyatumia kwa malengo yao binafsi ya kisiasa. Mimi lengo langu lilikuwa ni kumpa joto rais, kumshinikiza kumtoa Jason mafichoni na kumkabidhi kwa vyombo vya sheria. Kwani ninaamini kabisa anajua maana alipo Jason. Lengo hilo limevurugwa. Mwanasiasa mmoja alinipigia simu jana akaniambia wataniunga mkono katika maandamano hayo na kuwataka wafuasi wake kushiriki katika maandamano hayo ya kudai haki. Sikujua kama walikuwa na ajenda yao waliokuwa wanataka kuifanikisha kwa kupitia maandamano hayo niliyokuwa nimeandaa mimi. Mimi nadai haki ya mwanangu. Mwanangu ameuawa na aliyemuua anajulikana. Serikali wanajua alipo na ndio maana nataka kuwashinikiza wamtoe hapo alipo na kumfikisha katika vyombo vya haki, lakini hawana siasa uchwara wameyateka maandamano. Wakaharibu lengo lake na kupenyeza ajenda zao na kutaka kuiondoa serikali kwa njia ya maandamano. Wameniuzi sana washenzi wakubwa. Dominic, wanasiasa wameharibu sana. Wamewapa wafuasi wao maelekezo ya kuvamia na kuchoma majengo ya serikali, kuharibu mali na miundombinu ya umma. Mimi watu wangu sikuwaelekeza hivyo. Sikuambia wachome majengo ya serikali. Nilichowataka ni kukusanyika katika bustani ya Marikia ili kudai muuaji wa Peter afichuliwe kutoka mahali kujificha. Dominic alisema, wakati wote wanasiasa hawa wenye njaa na uchu wa madaraka ni watu wenye kudandia kila ajenda ambayo wataiona ina manufaa kwao. Sasa unashauri ni IGP. Naona mpango wote umesharibika. Dominic, nisikilize vizuri ndugu yangu. Hali ni mbaya na mahali swala hili lilipofikia, hakuna tena namna ya kuweza kuwashawishi wale vijana kuacha kufanya wanachokifanya sasa hivi. Mbaya zaidi, wewe ndiye unayejulikanika uliandaa haya maandamano, kwa hiyo mzigo wote wa lawama unakuangukia wewe. Uharibifu uliofanyika na unaoendelea kufanyika ni mkubwa sana. Ninachokushauri ndugu yangu, ondoka mara moja hapa na bure. Wakati bado una nafasi. Ukiendelea kubaki hapa lazima atakukamata. Katika hili hawatajali nguvu yako. Na kuhakikishia hata wananchi pia watakuwa upande wa serikali, kwani wananchi wengi wameathiriwa na maandamano hayo. Siwezi kukimbia IGP. Mimi ninachodai ni haki ya mwanangu. Sikiliza Dominic, na kusikiliza. Muda mfupi uliopita nimepigiwa simu na rais. Amenipa maelekezo nitume vijana waje kukamate.
Kabla sijatekeleza maelekezo yao, nimeona ni vyema nikupigie kwanza simu nikufahamishe na kukuomba uondoke mara moja. Dominic, swala hili ni kubwa tayari na sasa hivi nashughulikiwa kijinai. Ninashauri ondoka ndugu yangu. Polisi watakapofika watakukosa nami nitatuma taarifa kwa rais kwamba wamekukosa. Na kushangaa sana IGP kwa kunipa ushauri wa kijinga kama huu wakati unajua fika niko katika kipindi gani. Nimefiwa na mwanangu na siwezi kuondoka kwenda mahala kabla sijamzika mwanangu. Kama nimekutuma utume vijana nikamate basi. Kama nimekutuma utume vijana waje kunikamata basi ametangaza vita. Na mimi sio mtu mzuri sana kunifanya adui. Huaga ninakuwa mbaya sana hasa pale ninapokuwa nimekorofishwa. Kwa kuwa ametangaza vita, basi nitakabiliana naye. Dominic, nakusihi ndugu yangu usifanye hivyo. Ninafahamu nguvu yako, lakini katika hili na kuomba fuata ushauri wangu. Ondoka mara moja angali bado na nafasi. Hili swala ni kubwa Dominic. Katika hili hautashinda, utaangushwa. Kumbuka kupigana vita na rais ni kupigana vita na serikali. Hata kama unataka vita na rais, basi pigana vita hiyo ukiwa mbali na hapa. Kwa sasa hivi nchi nzima wanajua wewe ndiye chanzo cha vurugu zinazoendelea. Usijiongezee matatizo zaidi. Ondoka, nenda mahali kajifiche, na mambo yatakapokuwa yametulia utarudi, lakini kwa sasa hivi haipendezi kabisa kwa wewe kuendelea kuwepo hapa nchini. Nikisema siondoki, utachukua hatua gani? Utatuma vijana kuja kunikamata? Utanisamehe sana Dominic, itanilazimu kufanya hivyo. Bila kutekeleza maelekezo hayo nitakuwa nimeliweka jeshi la polisi katika lawama kubwa sana. Tafadhali naomba usinielewe vibaya. Walipita ukimya wa sekunde kadhaa, Dominic akasema, ninashukuru umenionyesha rangi yako halisi. Kumbe wakati wote nimekuwa nikiamini na mtu, kumbe nina kiatu. Niliamini kwamba wewe ni ndugu yangu ambaye utasimama na mimi katika swala hili, lakini nimesimama na wewe Dominic. IGP alimkatisha. Nilielekeza polisi kurudi nyuma na wakaacha vijana waandamane. Kama nisingekuwa naye pamoja, ningeelekeza polisi watumie nguvu kubwa kuwatawanya wale vijana, ila sikufanya hivyo. Haya yote yanayotokea sasa hivi ni matokeo ya polisi kushindwa kuwazuia waandamanaji. Nimebeba mzigo mkubwa sana wa lawama kwa kuwataka polisi kurudi nyuma. Yote hayo niliyafanya kwa ajili ya kukulinda wewe. Kwa hiyo si sawa kusema kwamba sijasimama nawe katika hili swala. Nini hasa ambacho kinakupa uoga IGP? Cheo, mshahara. Serikali inakulipa mshahara unaolingana na fedha ninayokulipa mimi kila mwezi. Ninakulipa mara 10 ya vijisenti wanavyokupa. Nimekupa nyumba zaidi ya 3, magari na vitu vingine vingi tu. Kwa nini sasa unachagua kusimama upande wao badala ya upande wangu mimi? Dominic akauliza kwa ukali. Sikiliza Dominic, alisema IGP kwa hasira. Fedha ulizonipa na kila kitu unachonipatia sio bure wala msaada. Ni haki yangu kutokana na msaada nao kusaidia katika kufanikisha mambo yako. Kiasi hicho ni kidogo sana cha fedha unachonipa, ni kama vile tone tu la mchanga kwa faida unayoipata kutoka katika yale ambayo nao kusaidia kufanikisha. Tena katika hili naomba kabisa uwe makini sana Dominic. Ninajiweka mimi katika hatari ili kukufunufaisha wewe. Pale nitakapogundulika kile ninachokifanya ni mimi ndiye ambaye nitakayekuwa nipo katika hali, ni mimi ndiye nitakayekuwa katika hatari kubwa sana na sio wewe. Liheshimu sana hilo. IGP, usisahau kama nimefanikisha mpaka kupata hiyo nafasi hiyo. Ninaweza pia kukuondoa katika hiyo nafasi muda wote nikitaka. Hata kama ni wewe ndiye ambaye unisaidia nikapata hii nafasi, lakini hauna uwezo wa kuniondoa. Mamlaka ya uteuzi ni ya rais na ndiye mwenye maamuzi ya mwisho wa kuweza kuniondoa na sio wewe. Umekuwa na kiburi sana. Umefikia hata kujibizana na mimi namna hiyo. Dominic alifoka. Lazima nikuambie ukweli Dominic. Sawa, nimekusikia. Naomba nami unisikilize vizuri. Ulipita ukimya mfupi alafu Dominic akasema, kwa kuwa umekuwa mkaidi na kuonesha kiburi, kuanzia sasa hivi ninakutoa katika orodha ya watu wangu wa karibu na kuingiza katika orodha ya maadui zangu. Kuanzia sasa utaiona dunia chungu. Maisha yako yatajaa taabu kila uchao. Ninakuhakikishia siku moja utakuja kuniomba hapa msamaha ukiwa umepiga magoti. Usinitishe Dominic. Yaani kama nataka mimi na wewe tuingie vitani niko tayari, siogopi. Wewe ni mwanaume kama mimi na unavuta hewa ile ninayoivuta mimi. Kama unataka mapambano, twende uwanjani tukapambane na tuone nani ambaye atakaibuka mshindi. Asante, rasmi vita imeanza sasa, alisema Dominic na kukata simu. Kwa hasira mkuu wa polisi akapiga ngumi meza. Kwa kuwa ametaka yeye mwenyewe tuingie vitani, basi nitakabiliana naye. Hawezi kuniogopesha kwa kuwa ni tajiri. Kuanzia sasa hivi nitashirikiana na rais kuhakikisha kwamba tunambomoa mshenzi mkubwa huyo. Mkuu wa polisi hakupoteza muda, akachukua simu yake akampigia mkuu wa idara maalum ya polisi ya kukabiliana na wahalifu hatari, akamtaka afike ofisini kwake mara moja, kuna kazi ya kufanya. Famasiara nini? Saa 12 jioni ilipata. Saa 12 jioni Mathayo na Gosugosu walipokuwa wameingia ofisini wakatokea kukagua njia
ya chini waliokuwa wameambiwa na Jason kwamba ilitengenezwa kwa ajili ya kupitisha dawa za kulevya walihitaji kuitumia njia hiyo siku hiyo ili walazimu kuifanyia ukaguzi kwanza kabla ya kuitumia. Mmerejea haraka, mmekuta nini huko chini? Msiniambie kwamba mmekutana na kibwengo mkakimbia. Ruben alikuwa ameuliza huko akiwa anacheka. Huyo kibwengo mwenyewe akiziona sura hizi lazima tu akimbie. Akijileta hapa nitamshughulikia ipasavyo, akasimulia na wenzake. Alisema gosugosu kwa utani huko akiwa anacheka. Tumewahi kurudi kwa kuwa hatujafikia mwisho wa njia. Njia kweli ipo kama alivyosema Jason na imetengenezwa vizuri sana. Kuna taa pamoja na mfumo wa kusambaza hewa. Kabla ya kuingia katika njia hiyo kuna chumba cha kuwashia taa na mashine ya kuingiza hewa. Njia ipo vizuri sana, hata hivyo hatutujamaliza kuikagua yote. Tumeona itatuchelewesha kufanya maandalizi ya kazi usiku wa leo. Tutaikagua taratibu wakati mwingine pale tutakapokuwa na nafasi nzuri. Kwa hiyo mpango umebadilika. Njia ile hatutaweza tena kuitumia katika mpango wetu wa usiku wa leo wa kuwachukua Profesa Kundwa Damangi na Ravindra. Mpango wa usiku wa leo ulikuwa ni kumchukua Profesa Kundwa peke yake. Umebadili mpango huo sasa, na sasa hivi unawachukua watu wawili, Damangi na Ravindra? Robert uliza. Kweli mpango wetu wa awali ulikuwa ni kumchukua Profesa Damangi peke yake usiku wa leo na Ravindra tumchukue siku nyingine, ila tumefanya mabadiliko. Wote wawili watachukuliwa usiku wa leo. Tuna nafasi nzuri sana ya kuweza kuwapata wote usiku wa leo. Hili dirisha la vurugu tunataka kuweza kulitumia vizuri, kwani serikali nzima kwa sasa hivi wamejielekeza katika hizo vurugu. Huu ni mwanya ambao tunapaswa kutumia vyema. Pale vurugu zitakapomalizika tutakuwa tumepiga hatua nzuri katika kile kilichotuleta hapa. Kwa hiyo usiku wa leo hawa jamaa wote wawili tunatakiwa kuweza kuwapata. Tutaweza kuwapata. Nini kinaendelea sasa hivi kuhusiana na vurugu? Vurugu bado zinaendelea licha tatizo la serikali. Vurugu bado zinaendelea licha katazo la serikali linalotaka watu wasionekanike barabarani kuanzia saa 12 jioni. Pamoja na tangazo hilo, bado kuna maelfu ya waandamanaji wakiendelea kukabiliana na vikosi vya polisi na jeshi. Inadaiwa mitaa ya katikati ya jiji hali imekuwa ni mbaya zaidi. Zinatumwa picha mitandaoni zikionyesha hali ilivyo katikati ya jiji. Majengo yanachomwa moto, miundombinu ya umma inaharibiwa, maduka yanavunjwa na uporaji mkubwa sana unafanyika. Kuna miili mingi mitaani ya watu waliojeruhiwa na waliopoteza maisha. Alisema Ruby na kuonesha picha hizo. Hadi ni mbaya sana ise. Kweli kwa hali hakuna mtu atakayeweza kutukumbuka sisi. Watu wote wamejielekeza katika hilo tukio. Gosugosu alisema. Hiyo ndio mbinu kubwa anayotumia mabeberu kupora rasilimali za Afrika. Wanatengeneza migogoro na mnapokuwa mnavurugana mkaanza kupigana, wote wanajielekeza katika vurugu na mapigano. Hapo ndipo wanapoingia wenyewe kwenye kwenda kuchukua mali kiasi wanachokitaka. Mbinu hii imewapa mafanikio makubwa sana. Imetulazimu na sisi kuitumia mbinu hiyo ili kufanikisha mambo yetu. Tofauti na sisi na mabeberu ni kwamba sisi hatujaitumia mbinu hii kwa ajili ya kupona rasilimali, bali kwa ajili ya kuharibu mipango miovu kabisa dhidi ya nchi yetu. Kuinea ni washirika wakubwa sana mabeberu, na wako tayari nchi yetu isabaratike ili wao wanufaike. Tumesikia kwa uchache mipango mbalimbali ya hujuma kubwa sana kwa nchi yetu inayotekelezwa na Kuinea. Mingine inatokea kwa mabeberu na mingine Kuinea inatekeleza yenyewe tu kwa maslahi yake. Mipango yao yote inalenga kudhoofisha juhudi zetu za kujiletea maendeleo. Hawataki tupige hatua, na mtu anayekuzuia usipige hatua ni hatari sana. Kwa hiyo lazima ukabiliane naye kwa kila nguvu ulionayo kuhakikisha unamharibu ili asilete na kujaribu kukuzuia usipige hatua. Tutaheshimiana tu mwaka huu, Gosugosu alisema. Kwa hiyo ndugu zangu, tutambue kwamba haya yote tunayoyafanya ni kwa ajili ya nchi yetu. Japokuwa sisi ndio chanzo cha yanayoendelea mtaani hivi sasa, lakini msione huruma wala kujisikia vibaya. We are doing this for our nation. Hakuna huruma katika kupigania maslahi ya nchi yetu. Huko sahi Mataya. Tuendelea na mapigano yetu bila huruma kwa yeyote. Wao wanapotekeleza mipango yao miovu dhidi ya nchi yetu hawaoni huruma kama Watanzania wataathirika. Ninapenda sana misheni kama hizi ya Iseza Rompaya, Gosugosu alisema na kumfanya Ruby acheke kidogo. Mimi si mfuatiliaji wa mpira wa miguu, ila kuna timu fulani iliwahi kuwa na kauli mbiu inasema ubaya ubwela. Yaani ni ubaya tu. Kwa ajili ya taifa letu tutalipa ubaya kwa yoyote ule atakayethubutu kutendea ubaya, Gosugosu alisema. Baada ya kubadili mpango wa awali wa kutumia ile njia chini, mpango upi mpya ambao umekuja nao? Ruby alikuwa ameuliza.
Msikilizaji, huo mpango mpya walioupanga huko walikwenda kukagua njia na kuamua kuachana nayo hata wasiende kufika mpaka mwisho ni mpango upi? Sasa mpango huo utakuwa katika sehemu inayofuata. Msikilizaji, itakuwa ni sehemu ya 14 ya simulizi yetu hii nzuri na kwenda kwa jina la Agano la Mathayo. Imeandikwa na CK Patrick, Oin Director, Mix Simulizi, YouTube 0677062012, WhatsApp unakuwa unaipata simulizi kwa uzuri na utulivu mpaka mwisho kabisa sehemu ya 20. Tuishie hapa katika sehemu ya 13, tu pamoja katika sehemu ya 14 kujua nini kiliendelea. Mpaka wakati huo, bye bye msikilizaji. Na ukaribisha msikilizaji katika sehemu ya 14, ikiwa ni sehemu ya 4 msimu wa pili simulizi Agano la Mathayo. Japo tumeishia katika sehemu iliyopita ni pale ambapo walikuwa wanaendelea kujadili hali iliyokuwa inaendelea pale katika jiji la Nabuli ndani ya nchi ya Guinea. Ni baada ya kusababisha mavurugano makubwa sana ndani ya mji huo na kusababisha majengo ya serikali na miundombinu kuharibiwa na kuchoma moto, maandamano yaliyokuwa yanatisha kweli. Matako anasema kwamba hii ndio mbinu kubwa ambayo wanaitumia mabeberu kupora rasilimali za Afrika. Wanatengeneza migogoro na wanapokuwa mnavurugana mkaanza kupigana, wote mnajielekeza katika vurugu na mapigano, na hapo ndipo wanapoingia wenyewe na kuchukua mali kiasi wanachokitaka. Mbinu hii imewapa mafanikio makubwa sana. Imetulazima na sisi kuitumia mbinu hii ili kufanikisha mambo yetu. Tofauti na sisi na mabeberu, sisi hatujaitumia mbinu hii kwa ajili ya kupora rasilimali bali kwa ajili ya kuharibu mipango miovu dhidi ya serikali na nchi yetu. Guinea ni washirika wakubwa wa mabeberu na wako tayari nchi yetu isambaratike ili wao wanufaike. Tumesikia kwa uchache mipango mbalimbali ya hujuma kubwa sana kwa nchi yetu inayotekelezwa na Iyaba Guinea. Mingine inatoka kwa mabeberu na mingine Guinea inatekeleza yenyewe kwa maslahi yake. Mipango yao yote inalenga kudhoofisha juhudi za kujiletea maendeleo. Hawataki tupige hatua. Nadhani tuzidia kupiga hatua ni hatari sana, kwa hiyo lazima ukabiliane naye kwa kila nguvu ulionayo kuhakikisha kwamba unamharibu ili asirudie tena kujaribu kukuzuia usipige hatua. Tutashimiana tu mwaka huu, Gosogoso alikuwa amesema. Kwa hiyo ndugu zangu, tutambue kwamba yote ambayo tumeyafanya ni kwa ajili ya nchi yetu. Japokuwa sisi ndio chanzo cha yanayoendelea mtaani hivi sasa, lakini msione huruma wala msijisikie vibaya. We are doing this for our nation. Hakuna huruma katika kupigania maslahi ya nchi. Uko sahihi Mathayo, tunaendelea mipango yetu bila huruma kwa yeyote yule. Wao wanapotekeleza mipango yao miovu dhidi ya nchi yetu hawaoni huruma kama Watanzania wataathirika. Ninapenda sana mission kama hizo roho mbaya. Gosogoso alikuwa amesema na kumfanya Ruby acheke kidogo. Mimi sio mfuatiliaji wa mpira wa miguu, ila kuna timu fulani iliwahi kuwa na kauli mbiu inasema ubaya ubwela. Yaani ni ubaya tu. Kwa ajili ya taifa letu tutalipa ubaya kwa yote atakayethubutu kutendea ubaya, Gosogoso aliongeza. Baada ya kubadili mpango wa awali wa kutumia ile njia chini, mpango upi mpya? Ruby alikuwa ameuliza. Na hapo ndipo tumeishia msikilizaji, kutaka kujua mpango mpya ni upi ambao utatumika kuweza kuwapata wale watu wetu wawili. Director ni mimi hapa, CK Patrick ndo ambaye ameandika simulizi, lakini YouTube channel ni Simulizi Mix, WhatsApp ni 0677062012. Ni pamoja kuendelea kujua nini kinaendelea msikilizaji katika simulizi yetu itamu kweli na kwenda kwa jina la Agano la Mathayo. Limetolewa katazo la watu kutoonekanika mtaani ifikapo saa 12 jioni. Hii ina maana kwamba wanaotakiwa kuonekanika mtaani muda huo ni wanajeshi tu na polisi. Kwa hiyo atakayeonekanika nje muda huo kama si polisi au mwanajeshi, basi atachukuliwa ni mhalifu na atashughulikiwa kama mhalifu. Tunahitaji kutafuta namna ambayo itatupa sisi urahisi wa kuweza kupita mtaani na kutekeleza misheni yetu bila vikwazo. Katika litataji msaada wa Gabriel, yule rafiki yangu aliyetusaidia tukapata silaha. Yana mtandao wake hapa na buri na anaweza kutusaidia. Misheni hii tunatakiwa kuweza kuifanya tukiwa katika sare za jeshi. Hatuna namna ya kuweza kuzipata bila msaada wa hawa jamaa. Kuna uwezekaniko mkubwa wakawa nazo au wakaweza kuzipata kwa haraka. Alisema Mathayo na kuchukua simu akaitafuta namba ya Gabriel akampigia. Halo Gabriel, kakako Mathayo naongea hapa. Kakari yako, nilipewa taarifa kwamba ulifanikiwa kupata mzigo. Ndio nilipata, nashukuru sana. Gabriel, nimekuja tena kwako, nahitaji msaada. Sema haraka kaka, nina hamu sana ya kukusaidia kwa kile unachokihitaji. Wakati wote wewe ndiye ambaye umekuwa ukinisaidia mimi, na sasa umefika wakati wangu wa kukusaidia, na niko tayari kukusaidia kwa jambo lote lile ambalo liko ndani ya uwezo wangu. Nashukuru sana. Nadhani unafuatilia kile kinachoendelea hapa Guinea. Hali sio nzuri hata kidogo. Kuna vurugu kubwa.
Vurugu hizo zimesababisha nishindwe kufanikisha mpango wangu fulani muhimu sana. Nahitaji msaada wako. Kuna watu na wahitaji kuwapata usiku wa leo. Kwa kuwa kumetolewa tangazo katazo kutoonekanika nje raia yoyote ile kuanzia saa 12 jioni. Italazimu tukutekeleza kazi hiyo tukiwa katika sare za jeshi, kwani ni wao na polisi pekee ndio ambao wanaruhusiwa kuonekanika usiku nje. Unasaidia katika hilo? Kaka samani, kama hautajali naomba unielezee tena ili nielewe swala hili kwa kina zaidi. Nataka muelezea Gabriel kila kitu kuhusiana na mpango wake. Nimekuelewa kaka, hilo ni jambo dogo sana kwetu. Sisi ni watu wa kazi, kwa hiyo tuna kila kitu tunachokihitaji kwa ajili ya kazi zetu. Hizo sare za jeshi tunazo nyingi sana, na sio za jeshi la kuinea tu, bali hata majeshi ya nchi nyingine. Ningefurahi sana kama ningelikuwepo na kuongoza kazi hiyo mimi mwenyewe, lakini niko mbali. Hata hivyo kazi hiyo itafanyika vizuri sana. Abdi yule jamaa aliyekupatia silaha ni mtu ninayemwamini sana, na ndiye nitakayempatia hiyo kazi aisimamie kuhakikisha kwamba inafanikiwa. Nitazungumza naye sasa hivi hapa na kumpa maelekezo kuhusiana na kazi hiyo. Nashukuru sana Gabriel. Sawa kaka. Ninaomba sasa niwasiliane na Abdi nimpe maelekezo. Alisema Gabriel na kukata simu. Baada ya dakika 5 simu ya Matayo ikaita, mpigaji akiwa ni Gabriel. Halo Gabriel. Kaka, nimezungumza na yule jamaa, nimempa maelekezo tayari. Atakupigia baada ya muda mfupi ili mzungumze. Uwe na amani kaka, kazi yako itafanyika vizuri sana kama unavyotaka. Muda wote ule ukiwa na kazi usihangaike. Vijana wa kazi wapo wataifanya. Nashukuru sana Gabriel. Nitakuona hivi karibuni. Kaka usijali kabisa. Huu ni wakati wangu wa kukusaidia. Nashukuru sana Gabriel. Alisema Matayo na kukata simu. Hazikupita dakika 2 simu ikaita. Matayo amepokea. Halo. Kaka, habari za muda huu? Nimepewa maelekezo na Gabriel kuhusiana na kazi ulionayo. Nimekupigia ili kuifahamu kazi hiyo kiundani na tupange namna ya kuifanya. Matayo mwelekeza Abdi kazi wanayotakiwa kuifanya na aina ya watu anaotaka kuwachukua usiku ule. Nimekuelewa kabisa kaka. Kuhusu sare za jeshi tunazo na tunaweza kuzitumia, lakini kutokana na aina ya watu ambao tunatakiwa kuwachukua, si shauri tutumie sare za jeshi. Tunao vijana wetu walio ndani ya SS ambayo ni idara maalum ya ulinzi wa viongozi wakuu wa serikali na familia zao. Kwa kuwa hao watu wana ukaribu na rais, itakuwa ni rahisi sana kama tukitumia vijana hao wa SS. Hii ni idara inayoheshimika sana hapa Kuinea. Abdul Shauli. Baada ya majadiliano ya karibu dakika kama 15 hivi alikubaliana kutumia vijana wa idara ya State Service. Matayo alikuwa mwelekeza Abdi mahala ambapo vijana hao watamkuta. Vile vile walikubaliana kiasi cha fedha atakacholipa kwa kazi ile. Matayo wa jamaa una uhakika nao? Mimi wananipa mashaka sana. Vipi kama watageuka na kuuza taarifa? Ruby aliuliza. Siwafahamu wa jamaa na sijawahi kabisa kufanya nao kazi, ila namwamini Gabriel. Hawezi kulinganisha na watu asiowaamini. Guys, kila kitu kitakwenda vizuri. Gozigosi utabaki hapa Nairobi kwa ajili ya kuhakikisha ulinzi unaimarika mahali hapa. Na hapa ndipo alipo mtu anayetafutwa na taifa zima, kwa hiyo ni mahali panapohitaji ulinzi wa kutosha. Mimi nitaongozana na hao jamaa kwenda kutekeleza misheni yetu ya kuwachukua hao jamaa, alisema Matayo, alafu akaelekea chumbani kwake akwenda kujiandaa. Basi bwana, unaambiwa mitaa na barabara nyingi katika maeneo mengi ya jiji la Nabuli haikuwa na watu. Ukimya mkubwa ulitawala. Eneo la katikati ya jiji bado liliendelea kutawaliwa na vurugu, majengo yakiendelea kuungua moto, huku milio ya risasi na mabomu ya machozi ikiendelea kusikika. Jiji la Nabuli lilikuwa gizani baada ya umeme kukatika. Hii ilifanya zoezi la kukabiliana na vurugu kuwa ngumu sana. Katika moja ya barabara tupu za jiji la Nabuli, gari moja aina ya Land Cruiser V8 lenye rangi nyeusi lilikuwa na namba maalumu za idara ya State Service lilikuwa likienda kwa kasi kutokana na kutokuwepo kwa magari. Taratibu gari lile lilipunguza mwendo baada ya kukaribia katika kizuizi cha polisi. Kulikuwa kuna polisi zaidi ya 10 wenye silaha pamoja na mbwa wakubwa 4. Dereva wa gari lile alipunguza mwendo akasimamisha gari. Jamaa aliyekuwa amekaa kiti cha kando ya dereva alishusha kioo baada ya polisi kusogelea lile gari. Habari ndugu. Polisi mmoja aliwasalimu. Nzuri. Alijibu yule jamaa huko akiwa anatoa kitambulisho, akamuonesha yule polisi. Samahani kwa kuwasimamisha wakuu, alisema yule polisi akiwa anaelekeza haraka sana kizuizi kifunguliwe. Mara moja kizuizi kafunguliwa na gari lile kalimondoka kwa kasi. Ndani ya gari lile kulikuwa kuna watu 6 waliovalia suti nadhifu. Mmoja wa watu waliokuwemo katika gari lile ni Matayo Morombe, akiwa na vijana waliokuwa wamewakodisha kwa ajili ya kazi maalumu ya ule usiku. Vijana wote walikuwa wanafanya kazi katika idara maalumu ya SS
Ndani ya gari lile pia kulikuwa kuna silaha nzito kwa ajili ya kukabiliana na hatari yoyote kama ingetokea. Waendelea safari kwa mazungumzo yakiwa machache garini, wote wakiwa makini kufuatilia hali ya usalama. Walifanikiwa kuvuka katika vizuizi vinne bila shida yote ile. Huku tunakoelekea Inoki, ambako ndipo anaishi mtu wa kwanza tunayekwenda kumchukua, alisema jamaa ambaye alikuwa amekaa mbele kando ya dereva. Walipita ziwa Ndibwa, wakashika barabara inayoelekea Inoki. Walikuwa wakifuata ramani waliokuwa wamepewa na Matayo. Walipokaribia kuingia katika mtaa uliopo nyumba ya Profesa Damagi, jamaa aliyekuwa amekaa mbele alitoa maelekezo. Sura zibadilike. Gari lilisimama, sanduku moja likawa limefunguliwa, zikawa zimetolewa ngozi bandia, kila mmoja akapewa na kuvaa. Zilibadilisha muonekano wao kabisa. Zilionekana kama vile ni ngozi halisi. Hakuna ambaye angeweza kudhani kwamba ngozi ile ni bandia. Baada ya kubadili ngozi za uso, kila mmoja alikuwa amepewa nywele bandia akavaa kichwani. Zoezi la mwisho lilikuwa ni kuvaa ngozi mikononi ili kusaidia kutokuacha alama yoyote katika eneo la tukio. Ukaguzi ukafanyika, na baada ya kulidhika kila kitu kilikuwa vizuri, safari kaendelea. Waliingia katika mtaa uliopo nyumba ya Profesa Damagi. Sehemu kubwa ya mtaa ilikuwa ni giza. Ni nyumba chache zilizokuwa zinawaka taa ambazo zilikuwa zikitumia mashine kufua umeme maarufu kama generator. Tumefika, alisema jamaa ambaye alikuwa yuko mbele akiwa na ramani mkononi. Dereva alipunguza mwendo wa gari, akakata kulia, ikaingia katika njia iliyokuwa inaelekea katika nyumba iliyokuwa na geti jeusi. Ilikuwa ni nyumba ya ghorofa moja iliyokuwa imezungukwa na ukuta wa rangi nyeupe. Hakukuwa na umeme. Nje ya geti kulikuwa kuna walinzi watatu, mmoja akiwa na bunduki. Mmoja wa walinzi wale alinyosha mkono kulitaka gari lisimame. Taratibu gari lisimama, na kiongozi wa wale jamaa ambaye hakuwa amevaa ngozi bandia akashusha kioo cha dirisha. Habari zenu jamani. Aliwasalimu walinzi waliokuwa wanasogelea gari. Habari ni nzuri. Tuwasaidie nini? Yule jamaa ambaye wenzake walikuwa wamemuita kwa jina la Mabo alitoa kitambulisho akawaonesha walinzi. State Service. Tuna shida na Profesa yumo ndani? Ndio. Sasa tufungulie geti tuko naye. Naomba kwanza nimfahamishe uje wenu. Hakuna lazima, fungua geti tafadhali, tuna shughuli nyingi usiku wa leo. Geti lifunguliwa, gari likawa limeingia, likasimama mbele ya ile nyumba. Wakashuka jamaa watatu wakaelekea katika mlango mkuu. Mateo na wengine wakambaki ndani ya gari. Profesa Damagi ambaye hakuwa amelala aliinuka kaenda kuipokea simu ya mezani iliyokuwa inaita. Simu ilipigwa kutoka getini. Hello, mzee, kuna wageni wamekuja, wanahitaji kukuona, wanatoka idara ya SS. SS? Ndio mzee. Wamesema kwamba wanahitaji kuona na wewe. Tumewaruhusu tayari wameshaingia. Sawa, asante. Profesa Damagi aliyekuwa amevaa fulana na suruali nyepesi ya kulalia alivaa koti, akawasha kurunzi ya simu na akamefungua mlango akatoka. Akashuka ngazi kuelekea chini. Ndipo kamefika sebuleni, alisikia hodi ikiwa inabishwa na akafungua mlango. Aliwakuta jamaa watatu walikuwa wamevalia nadhifu sana. Karibuni. Asante sana mzee. Tunatoka idara ya State Services. Tumetumwa na Mheshimiwa Rais kuja kukuchukua kukupeleka mahali salama. Rais amewatuma kuhusiana na hatari ya usalama wangu. Mzee, tafadhali fuata maelekezo tuliyopewa. Hali ya usalama wako si nzuri, hivyo tunatakiwa kukupeleka mahali salama. Ya vipi kuhusu familia yangu? Hatuna maelekezo kuhusu familia yako. Maelekezo tuliyopewa ni kukuchukua wewe tu peke yako. Tafadhali nao. Siwezi kuondoka hapa na kuiacha familia yangu. Kama ni kuondoka hapa, basi nitaondoka na familia yangu. Nahitaji kuwasiliana na rais nimfahamishe jambo hilo, alisema Profesa Damagi. Akawa amechukua simu yake kwa lengo la kutafuta namba ya simu ya rais. Kabla hajafanya hivyo, ghafla simu yake ilipokwa, na alipokuja kutazama alikuwa anatazama namba stora 3. Tafadhali mzee, usilifanye jambo hili likawa gumu. Usitake tuondoke nawe ukiwa haunafahamu. Tafadhali elekea katika gari. Siwezi kuondoka nikiwa hivi. Tafadhali namba nikabadilisha mavazi kwanza. Profesa, hii ni mara ya mwisho, nitakuomba uelekee katika gari. Ndani ya sekunde 30 kama hautafanya mguu wako ukaelekea katika gari, hatutazungumza tena. Profesa Damagi akiwa amefura kwa hasira na uoga ndani yake, alinyanyua mguu wake akapiga hatua kuelekea katika gari. Mlango wa gari ukafunguliwa, Profesa Damagi kaingia. Alikaa katikati, kisha gari lile likawa limeondoka. Geti lifunguliwa, gari likawa limetoka. Simu ya Profesa Damagi ilifunguliwa, laini katolewa, akapewa Matayo. Alafu simu ikawa imetupwa barabarani, gari ikaikanyaga. Profesa Damagi alibaki katika mshangao, lakini hakuuliza chochote kile. Tunaelekea kituo B, alisema Mabo akiwa anajielekeza katika ramani. Basi jina la buli unaambiwa lilikuwa gizani. Hii lilikuwa imewapa ugumu vyombo vya usalama kukabiliana na makundi ya vijana walikuwa wanaendelea kufanya uhalifu kwa kuweka vizuizi, kuchoma matairi barabarani na kuchoma majengo. Polisi pamoja na vikosi vya jeshi la Kuinea waliendelea kukabiliana na makundi hayo ya vijana. Wakati vurugu hizo zikiendelea,
Simu ya rais iliita mpigaji akiwa ni Dr. Maximus. Mkurugenzi, unaendeleaje? Naendelea vizuri mheshimiwa rais. Nimekupigia kujulisha kwamba muda mfupi uliopita nimepata uhakika kutoka kwa wale jamaa wamenihakikishia kabisa kwamba watafika hapa nchini kesho saa 4 asubuhi ili kutekeleza ile zoezi. Mkurugenzi, samahani sikuwa nimepata muda wa kuwasiliana na wewe kujulisha kile kinachoendelea. Leo mchana nilitoa maelekezo kwa mkuu wa polisi kutuma polisi kumkamata Dominic. Vijana walipofika katika makazi yake hawakumkuta. Inadaiwa aliondoka kwa kutumia helikopta yake na ametafutwa katika nyumba zake zote, hajapatikana. Helikopta yake ilikuwa katika moja kati ya nyumba zake na rubani alipohojiwa alidai kwamba baada ya kufika pale Dominic alichukuliwa na gari na kuelekea alikokuwa akielekea. Hadi usiku huu Dominic hajulikani alipo. Polisi wanaendelea kumsaka kila kona kuhakikisha anapatikana. Kwa sasa hivi hatuwahitaji hao jamaa, kwani hata wakija hakuna atakachokifanya kwa kuwa mhusika tunayetaka kumuondoa hayupo. Pale atakapopatikanika ndipo tutakapokuwa tumewaleta hao jamaa. Kwa hiyo zungumza nao wajulishe kwamba tutawatafuta hapo baadaye, kwani mambo yamebadilika. Nimekuona mheshimiwa rais, nitazungumza nao. Sawa, kuna taarifa nyingine ambayo nimeipata muda mfupi uliopita kuwa mkuu wa polisi ameuawa. Ameuawa? Ndio, ameuawa usiku. Nimepigiwa simu mkuu wa polisi, mlinzi wake na dereva amepigwa risasi na watu wasiojulikana na kuuawa. Ni hatari sana mheshimiwa rais. Hadi sio nzuri. Samahani mkurugenzi, nahitaji kupokea simu ya mkuu wa majeshi hapa. Nitakutafuta baadaye, alisema rais na kukata simu. Upande mwingine wa simulizi. Mlio uliosikika katika kompyuta ya Ruby, mlio ule ulikuwa umetoka katika mfumo wa usalama ambako kamera za getini zilikuwa zimeweza kung'amua gari lilokuwa linaelekea katika geti la nyumba yao. Kuna gari linakuja kwetu. Ruby alimwambia Gosugosu ambaye alinyakua mara moja bunduki yake na kusogea karibu na runinga. Wakaanza kuifuatilia ile gari. Gari lisimama, mlango umefunguliwa, kameshuka Matayo. He's back, alisema Ruby huko kana tabasamu. Mara moja Gosugosu akawa ametoka kwenda kufungua geti. Gari likawa limeingia ndani. Salama hapa? Matayo aliuliza. Salama kabisa, alijibu Gosugosu akiwa anafunga geti. Milango ya gari kasikiki funguliwa, kama ameshuka jamaa aliyekuwa amevalia nadhifu. Mlango wa nyuma ukafunguliwa. Watu wawili ambao hawakuwa na fahamu wakashushwa na kuwekwa chini. Tunawapeleka sehemu gani hawa? Aliuliza Mambo. Hawa watabaki hapa pa wapigwe na hewa alafu tutawaingiza ndani baadaye. Sawa kaka, tumekamilisha kazi. Nawashukuru sana. Kila kitu kitakwenda kama tulivyokubaliana. Malipo yote yanatumwa na Abdi. Hakuna tatizo kaka. Nawashukuru sana. Natumaini tutaendelea kushirikiana. Bado kuna kazi ambazo nitahitaji huduma yenu. Karibu kaka. Muda wote ukiwa na kazi tujulishe mara moja. Matale gani na wale jamaa wakaondoka zao. Tuwaingize ndani ya wajamaa. Matari kwa amesema baada ya wale jamaa kuondoka. Niacheni tawabeba wote. Gosugosu alisema kwa kimuona Ravindra, akamweka begani na kuingia naye ndani. Alimlaza sofani alafu akamerudi nje na kumchukua Profesa Damagi akamuingiza ndani. Hongera sana Matayo kwa kufanikisha kuwapata hawa jamaa, Gosugosu alisema. Asante. Hawa jamaa tunawapeleka katika chumba kile kule chini. Tumewalaza usingizi hivyo, nataka watakapoamka wajikute hapo katika giza nene na wasijue mara walipo. Esa Matayo, utambeba yule pale mwepesi kidogo, mimi nitambeba huyo fisadi mkubwa. Gosugosu alimuinua Ravindra akamweka begani. Matayo akambeba Profesa Damagi wakaelekea katika chumba chenye mlango wa kushuka chini katika handaki. Mlango ulifunguliwa, wakawashusha chini kisha wakapelekwa katika vyumba. Kila mmoja alikuwa katika chumba chake kisha taa zikazimwa. Hatuonani na Jason? Gosugosu aliuliza. Hapana. Huyo jamaa tumwache apumzike, tutazungumza naye kesho. Leo ni zamu ya wageni, alijibu Matayo kisha akamerejea ofisini. Hongera Matayo, nilikuwa na hofu kubwa sana hasa kwa hadi jinsi ilivyo kwa mtaani. Ruby alisema. Hali uko mtaani sio nzuri. Vurugu ni kubwa, barabara zimejaa vizuizi vya polisi. Kwa bahati nzuri katika barabara tulizopita hakukuwa na vurugu, ila zote zilikuwa ni tupu na kulikuwa kuna vizuizi vya polisi. Kilichotusaidia tukavuka vizuizi vyote ni vitambulisho vya wale jamaa wa State Services. Kwa ujumla zoezi halikuwa na ugumu wote ule. Tulianza kwa Damagi tukamalizia kwa Ravindra. Limekuwa ni jambo zuri kwamba tumempata Ravindra, kwani tulimkuta katika maandalizi ya kuondoka. Alikuwa anatakiwa kuondoka hapa nchini na ndege ya saa 8 usiku wa leo. Kama tungechelewa leo basi asingepatikana. Nawashukuru wale jamaa wa SS. Wametusaidia sana katika hili zoezi. Bila wao zoezi lingekuwa gumu kutokana na mazingira magumu yaliyopo nje. Hongera Matayo kwa kulifanikisha hili zoezi. Tunazidi kupiga hatua, Ruby alisema. Ya tunapiga hatua. Ndani kipindi kifupi tumepiga hatua kubwa, Gosugosu alisema. Kuna taarifa yote mpya kuhusiana na vurugu zinazoendelea?
Kabla ya taarifa za vurugu, kuna ujumbe ambao umetumwa kule Eko kutoka kwa Adam Wateru, mkurugenzi wa shirika la Jitambue. Alisema Ruby na kufungua ujumbe huo: Leonard Mboga ambaye fedha kwa ajili ya kufanikisha miradi yetu mbalimbali zinapita kwake amefariki dunia ghafla leo. Hadi sasa hivi sababu kuu inayotajwa kusababisha kifo chake cha ghafla ni shambulio la moyo. Kufuatia kifo hicho cha ghafla, yametokea mabadiliko katika mpango niliokuwa nimewasilisha wa kumtumia msanii Hexa katika kusukuma ajenda yetu. Kufuatia kifo cha ghafla cha Leonard Mbogo, Hexa amebadili mawazo na amesema kwamba hataki tena kuendelea na ule mpango wa kumshirikisha Lilo katika video ya wimbo wake. Kwa hiyo pesa yoyote isitumwe tena kwa sababu mpango wote umevurugika. Tumefanikiwa kuvuruga mpango wao, lakini hii ni kwa muda tu. Tunatakiwa kwenda mbali zaidi na kuhakikisha taasisi hizi zote ambazo zinatumiwa na mabeberu kupenyeza ajenda zao nchini kwetu zinafurushwa na kuzuiwa kabisa kufanya kazi zake. Hili nitamshauri rais baadaye nitakapozungumza naye. Umuhimu wa sisi kuwepo hapa unaonekana. Kama tusingekuwepo hapa tusingejua kuhusu mpango ule pamoja na mingine mingi. Ruby alisema, tuna kazi kubwa sana kufanya hapa kwa ajili ya taifa letu, kwa hiyo kila dakika tulionayo hapa Kuinea tuitumie kwa maslahi ya nchi yetu, alisema Matayo. Tukiachana na taarifa hiyo kutoka Eko, kuna taarifa za kuuawa kwa mkuu wa polisi hapa Kuinea. Gari lake limeshambuliwa kwa risasi na watu wasiojulikana usiku huu na kumuua mkuu wa polisi, mlinzi wake na dereva. Bado hakuna taarifa zaidi zilizotolewa kuhusiana na tukio hilo. Pamoja na yote yanayoendelea kutokea, sisi tuendelee tu kujielekeza katika misheni yetu. Hadi sasa hivi tunaendelea vizuri. Tayari tunao watu wawili muhimu sana ambao ni Profesa Damagi na Ravandra, mtu aliyetajwa kuwa hashikiki. Leo hii tumevunja mwiko huo na yuko mikononi mwetu. Hili ni anguko lake kubwa sana. Machana gani tutamsafirisha huyu jamaa kwenda Dar es Salaam? Ruby aliuliza. Huyu jamaa tutamsafirisha bila matatizo yote, lakini kabla ya kumsafirisha tutamfanyia mahojiano ya kina sana ili aseme kila kitu. Ana bahati mbaya sana ametua katika mikono yetu, Gosogoso alisema. Bahati yake mbaya sana. Kama anakuona Gosogoso unavyomtamani eti, Ruby aliongezea. Tuwasubiri wazinduke alafu tutasema nao usiku. Hakuna kufunga ukope leo hadi waseme kila kitu. Kwa sababu nahitaji kuzungumza na rais kumpa mrejesho mambo yanavyokwenda huko. Ruby, nataka ufuatilie simu nitakayompigia rais kama kutakuwa na mtu wa tatu. Nataka kujiridhisha kwamba hakuna mtu anayesikiliza simu za rais. Sawa, alisema Ruby huko akiwa anaweka sawa programu katika kompyuta yake. Kila kitu kilipokuwa sawa, Matayo akapiga simu kwa rais. Hello, rais alisema. Mheshimiwa Rais, shikamoo. Marhaba Matayo. Unaendeleaje huko? Tunaendelea vizuri Mheshimiwa Rais. Samahani sana kwa kupigia simu leo. Nilikwisha kupa ruhusa ya kunipigia simu muda wote ule. Simu yako ni muhimu sana. Hata hivyo muda huu bado sijalala. Tuko katika maandalizi ya uzinduzi wa kampeni siku ya Jumamosi, kwa hiyo mimi kama mwenyekiti wa chama natakiwa kuwasiliana na watendaji wangu kila wakati ili kujiridhisha kama maandalizi yamekamilika. Hekaheka za uchaguzi zimeanza. Ruby alimfanyia Matayo ishara kwamba hakukuwa na mtu wa tatu, yani hakukuwa na mtu ambaye alikuwa akifuatilia mazungumzo yale. Sawa Mheshimiwa Rais, na kutakia kila laheri. Asante sana. Katika kipindi hichi cha kampeni utakuwa unanipigia simu nyakati kama hizi za usiku, ndipo tutakuwa na muda wa kutosha. Sawa Mheshimiwa Rais. Ninafuatilia taarifa za huko, vurugu zinazoendelea zimenipa hofu sana juu ya usalama wenu. Au sio Mheshimiwa Rais, tuko salama kabisa. Vurugu kubwa ziko katikati ya jiji. Huku kumetulia, hakuna vurugu yote ile. Vipi misheni yetu inaendeleaje? Mnapiga hatua? Mheshimiwa Rais, tunaendelea vizuri. Tunapiga hatua. Kuna mafanikio kadhaa ambayo tumekwisha kuyapata hadi sasa. Kwanza kabisa ni kubaini mipango mbalimbali inayotekelezwa na Kuinea nchini kwetu kwa niaba ya mabeberu na mengine Kuinea inatekeleza kwa manufaa yake yenyewe. Nianze na hili. Tumefanikiwa kuuzima ule mpango wa ile shirika lisilo la kiserikali ambao walikuwa wanataka kumtumia msanii Hexa kufanikisha ajenda yao. Nimepata taarifa kuhusiana na kufariki ghafla kwa yule jamaa ambaye uliniambia walikuwa wanamtumia kupitishia fedha. Nilipopata taarifa hizo nikahisi kuna uwezekaniko mkubwa vijana wangu wanahusika. Mheshimiwa Rais, tunahusika, ila mpango wetu haukuwa kumuua bali kuzuia ule mpango wa ile video usifanikiwe. Matayo alikuwa muelezea rais kile walichokifanya kwa Leonard Mbogo. Hivyo ndivyo ilivyokuwa Mheshimiwa Rais, na mpango ule ukashindwa kufanikiwa. Tunaendelea kufuatilia mawasiliano yao. Mkurugenzi wa shirika la Jitambue
ambalo lilikuwa linasimamia huo mpango amewatumia ujumbe kuwajulisha kwamba kilichotokea na amekiri kwamba mpango wao umevurugika kufuatia kifo cha ghafla cha Ronald Ombogo. Asanteni sana kwa kufanikiwa kuzuia ule mpango ambao kama ungefanikiwa ungekuwa na athari kubwa sana kwetu. Kama video ile ingefanyika basi ungelikuwa ni ushindi mkubwa sana kwao. Mheshimiwa Rais, kuuzima mpango ule peke yake bado haitoshi. Hao jamaa wana fedha na wanaweza kutafuta namna nyingine ya kuweza kufanya ili kufanikisha mpango wao. Bado kuna wanamuziki wengine wakubwa wanaweza wakatumiwa kwa ushawishi wa fedha. Serikali siyafumbie macho ya mashirika yasiyokuwa ya kiserikali ambayo yanakuwa na ajenda za siri, mojawapo likiwa ni la Jitambue. Mashirika haya yanatakiwa kufurushwa mara moja nchini na kupigwa marufuku kufanya shughuli zake Tanzania. Orodha ya mashirika yao tayari nimekutumia pamoja na ajenda zao. Ushauri wako ni mzuri sana. Hatupaswi kabisa kuacha mashirika haya yakaendelea kutekeleza ajenda zao na kuharibu vijana wetu. Niachie swala hilo, nitalitolea maelekezo. Asante Mheshimiwa Rais. Kwa kuwa wasanii wote wakubwa watashiriki katika kampeni, nitakuwa na wasaa mzuri sana wa kuzungumza nao na kuwaasa wasikubali kutumiwa kumomonyoa maadili yetu kwa ushawishi wa fedha kidogo. Wao kama kioo cha jamii wanatakiwa wawe mstari wa mbele kabisa kulinda tamaduni zetu. Nitazungumza nao wote. Asante Mheshimiwa Rais. Tukiachana na swala hilo, kuna masuala mengine muhimu tumeyapata. Mheshimiwa Rais, nchi ya kuenea kwa sasa hivi haifanyi vizuri katika utalii. Idadi kubwa ya watalii wanakuja kutembelea hifadhi na vivutio vya Tanzania. Kupungua kwa watalii kumepunguza kwa kiasi kikubwa sana mapato ya serikali, hivyo wamekuja na mkakati wa kuharibu sekta ya utalii ya Tanzania. Wanataka kuharibu vipi sekta ya utalii? Mkakati wao ni mkubwa na muda mrefu. Matari mwelezea Rais kuhusu mpango wa kusambaza majani vamizi katika hifadhi ya taifa ya Serengeti na Ngorongoro. Hili limenishangaza sana. Sikutegemea kama kuenea wanaweza kutufanyia jambo baya kama hili. Tumejiuliza sana chanzo cha majani hayo, lakini hatukujua kama ni mpango wa wenzetu. Majani hayo ni shambulio la kibiolojia Mheshimiwa Rais, lenye lengo la kuharibu hifadhi zetu. Usambaji wa kasi wa majani utapelekea majani ya asili kutoweka, na hivyo wanyama kukosa malisho. Pale watakapokosa malisho, wanyama watakimbilia nchini kuenea. Hiyo itapelekea watalii wengi kwenda nchini kuenea badala ya Tanzania. Huu ni mkakati mbaya sana ambao wameufanya wajamaa. Mheshimiwa Rais, fedha nyingi zimewekwa katika mpango huu ambao kama utafanikiwa utakuwa na faida kubwa sana kwao. Ili kulinda mbuga zao zisivamiwe na majani hayo, wametengeneza majani maalum ambayo nayo yanasambaa kwa kasi sana na rafiki kwa mazingira na wanyama. Majani hayo yanaua mizizi ya majani vamizi na kuyazuia yasiweze kuota. Tayari wameshapanda majani hayo katika makutano ya hifadhi za Tanzania na kuenea. Hiki walichokifanya ni unyama mkubwa sana. Mheshimiwa Rais, tayari tunaye mtu ambaye ameongoza utafiti na kutengeneza majani hayo. Mmempata? Ndio Mheshimiwa Rais, tumempata. Usiku wa leo tutamfanyia mahojiano na kufahamu mambo mengi zaidi kuhusiana na swala hilo. Tunachohitaji ni kupata mbegu za majani hayo yanayozuia majani vamizi kuota, ili tuwahi kuyaotesha katika hifadhi zetu na kuzuia majani vamizi kuendelea kumea. Nitakupa marejesho baada ya kuzungumza naye. Nyewe vijana mmenishangaza sana mambo mnayofanya. Pamoja na vurugu zinazoendelea, lakini bado mmefanikiwa kupenya na kumpata mtu muhimu kabisa. Matao, ninawashukuru sana kwa haya ambayo mnayafanya kwa ajili ya nchi yenu. Najua mnafanya kazi ya hatari sana, lakini tena katika mazingira magumu, lakini naomba msikate tamaa. Nchi yetu inahujumiwa sana, hivyo tunatakiwa kuweza kuilinda kwa wivu mkubwa sana na kuzuia hujuma zote. Asanteni sana kwa haya mnayofanya. Mheshimiwa Rais, nilipokea ujumbe kutoka ofisi ya Dar es Salaam kuhusu Ravindra kuwepo hapa na budi na kututaka tufanye uchunguzi na kuhakikisha kwamba anapatikana. Niliwapa vijana maelekezo hayo baada ya kupata taarifa hiyo kutoka mtu ninayemwamini sana. Baada ya kupata taarifa hiyo, nikaona ni vyema nikawatumia ili mfanyie uchunguzi taarifa hizo. Najua nimeongezea majukumu, lakini huyu jamani muhimu sana kumpata, kwani ameshiriki katika kulihujumu sana taifa letu. Ni mtu aliyeshiriki katika kashifa za ufisadi mkubwa sana. Ameshiriki katika kashifa nyingi sana za ufisadi, si hapa Tanzania tu bali hata katika nchi nyingine za Afrika Mashariki. Pamoja na kuihujumu nchi yetu, bado amekuwa akijitapa
kwamba hakuna anayeweza kumgusa wala kumfanya chochote kile. Anajiita untouchable. Anajiita hivyo kwa sababu ya mtandao mrefu alionao katika nchi mbalimbali. Amekuwa akishirikiana na viongozi wa serikali ambao wamekuwa wakimtumia katika mipango mbalimbali ya ukifisadi katika nchi zao. Mimi nimeapa kula naye sahani moja na kuhakikisha kwamba anakamatwa na kuwekwa ndani. Kama bado anaendelea kupumua, lazima atapatikana tu. Hawezi kuchezea kodi za Watanzania alafu tukamwacha. Lazima atapike hizo hela zote alizochukua. Kwa hiyo ninaomba mfanyie kazi pia, jambo hili ni muhimu sana, alisema rais kwa sauti ya msisitizo. Mheshimiwa Rais, ujumbe tumeupokea, tumefanyia kazi na tayari tumeshampata Ravindra. Unasema? Rais alikuwa ameuliza kwa mshangao. Mheshimiwa Rais, ninayo furaha kukujulisha kwamba usiku huu tumefanikiwa kumpata pia Ravindra na yupo katika mikono yetu sasa hivi. Ulipita ukimya wa sekunde kadhaa, alafu rais akauliza, unayezungumza naye ni unayemzungumzia ni Ravindra huyu fisadi the untouchable au Ravindra yupi? Ya huyo Mheshimiwa Rais ambaye anadai hakuna mtu anayeweza kumgusa. Unanishangaza sana Matayo. Tuna Ravindra Mheshimiwa Rais, na hata kama ukitaka picha zake ninaweza kutumia. Mmewezaje kumpata huyu mtu ambaye serikali zimeshindwa kumpata? Tumetumia mbinu ya hali ya juu sana kuweza kumpata. Baada ya mahojiano naye tutafanya mpango wa kumsafirisha kuja Tanzania. Nitakujulisha Mheshimiwa Rais tutakapofikia hatua hiyo na ya kumsafirisha kumleta Tanzania. Mmeniacha mdomo wazi. Sikutegemea jambo kama hili kutokea kwa haraka namna hii. Mheshimiwa Rais, tuko hapa kwa ajili ya nchi yetu, hivyo lolote lile linalohusiana na nchi yetu tutalifanya kwa upekee mkubwa sana. Asante sana vijana kwa haya mnayoendelea kuyafanya kwa nchi yenu. Mnafanya mambo makubwa sana ambayo sikutarajia kabisa, hasa hilo la kumkamata fisadi huyo. Kwa kuwa mtandao wake ni mkubwa, nina uhakika baada ya kujulikanika ametoweka ataanza kutafutwa. Hakikisheni mnamuondoa hapo haraka iwezekanavyo kumleta Tanzania. Msaada wote mtakaohitaji mtaupata. Hakikisheni kwa gharama zozote zile mtu huyo haondoki katika mikono yenu na anafikishwa salama Tanzania ili aweze kujibu mashtaka yanayomkabili. Tutafanya hivyo Mheshimiwa Rais. Bado naendelea kushangaa. Mheshimiwa Rais, kwa usiku huu nilikuwa na hayo tu ya kuyafikisha kwako. Nitaendelea kukujulisha kila hatua tutakayokuwa tunaipiga hapa. Nifikishe salamu zangu kwa wenzako unaoshirikiana nao. Endelea kupambana, niko nyuma yenu kuwaunga mkono katika kila mtakachokuwa mnakihitaji. Bado naendelea kuwasisitiza mtangulizeni Mungu wakati wote. Mnayoyafanya ni mambo makubwa sana na hatari, hivyo mnapaswa kumuomba Mungu sana awaongoze njia kupita mweze kufanikiwa. Mafanikio yote yaliyopatikana ni kwa sababu ya nguvu zake, kwa hiyo msiache kumtanguliza Mungu, na mimi nawaombea sana ili muwe salama. Asante Mheshimiwa Rais. Tunashukuru sana kwa kutuombea. Basi niwatakie usiku mwema. Endeleeni na majukumu yenu. Wakati wote mnapokuwa mnatekeleza majukumu yenu, msisahau kwamba mnafanya kwa ajili ya nchi yenu, kwa manufaa ya ndugu zenu zaidi ya milioni 60. Asante Mheshimiwa Rais. Tunakutakia na wewe usiku mwema pia, alisema Matayo, na rais akamekata simu. Kwa kweli hata mimi sikutarajia kabisa kama tungeweza kumpata Ravindra kwa haraka namna hii, Ruby alisema. Walisema wahenga, ndege mjanja unasa kwenye tundu bovu. Hii ndo yaliyomtokea Ravindra. Nguvu alionayo imemfanya ajipachike jina la untouchable, lakini leo hii amepatikanika bila kutumia nguvu kubwa. Usiku huu ni usiku ambao hatasahau kabisa katika maisha yake yote. Ni usiku unaofungua kurasa mpya katika maisha yake ambao umejaa mateso na dhiki kubwa. Atalia na akutamani afe, aepukane na yale ambayo yatakayomkuta, lakini haitawezekana. Hata kufa, bali atakiona cha moto. Yule mwingine naye ambaye ameshiriki katika mpango wa kuharibu hifadhi zetu za taifa, naye maisha yake yatabadilika kuanzia usiku wa leo. Wanastahili kupita katika bonde la moto wa jamaa. Niko hapa tayari kuwapitisha katika bonde hilo, Gosu alisema. Lazima watapita tu katika moto. Labda walali moja kwa moja wasiamke tena, lakini kama wakiamka lazima watapita katika bonde la moto. Ninawasubiri kwa hamu kubwa sana, Gosu alikuwa amesema kwa kana tabasamu. Robi, tunatakiwa kuwatumia wale jamaa fedha yao. Tutamtumia Abdi.
Alisema Mathayo na kumpa Ruby namba ya akaunti aliyokuwa amepewa na Abdi ili aweze kumtumia fedha. Basi bwana, mlango wa chumba alimowekwa Profesa Kundwa Damagi ulifunguliwa, taa ikawashwa. Tayari Profesa Damagi alikuwa amekwisha zinduka kutoka usingizini na kujikuta mkono wake wa kushoto ukiwa umefungwa pingu iliyokuwa imeunganishwa katika kitanda cha chuma. Alikuwa katika giza nene ambalo hakuwahi kabisa kulishuhudia. Alifumbua macho yake baada ya taa kuwashwa, akaona watu wawili wakiwa wamesimama mbele yake wakiwa wanamtizama. Mmoja alikuwa amekaa juu ya boksi la mbao lililokuwa liko mle chumbani. Alikuwa ni mara ya kwanza kuziona sura zile. Katika dakika 2 watu wale wakimtizama tu bila kufungua midomo yao kumsemesha chochote kile. "Ninyi ni akina nani?" aliuliza Profesa Damagi kwa kutumia lugha ya Kiingereza. Watu wale kumjibu bado wanaendelea kumtizama tu. "Hapa niko wapi na kwa nini niko hapa?" aliuliza tena, lakini hakujibiwa. Alikasirishwa na kitendo kile cha wale jamaa kumtizama tu bila hata kusema chochote kile hata alipouliza maswali. "Ninyi ni mabubu. Kwa nini hamjibu ninapokuwa nauliza? Nataka kujua ninyi ni akina nani na kwa nini niko hapa. Kwa nini nimefungwa pingu? Nimetenda kosa gani?" Profesa Damagi alikuwa ameuliza kwa sauti ya ukali. Wale jamaa hawakumjibu na kuzidi kumkasirisha. "Wapumbavu sana nyinyi." Mmoja wa wale jamaa alimsogelea ili kumwadhibu, lakini mwenzake akamzuia. "Subiri Gosogoso." "Sawa Mathayo," alijibu Gosogoso na kurudi mahali alipokuwa amesimama. "Profesa Kundwa, Adam Damagi, habari yako?" alisema Mathayo. "Nataka kujua ninyi ni akina nani na kwa nini niko hapa na nani aliyewatuma mlete hapa. Kwa nini nimefungwa pingu? Kosa gani nimelitenda?" "Usihofu, utafahamu kila kitu. Nina swali dogo kwako. Unakumbuka umefikaje hapa? Unakumbuka kilichokutokea hadi ukaletwa hapa?" "Tuanzie hapo." "Mnanichanganya nyinyi watu. Kwa nini ninyi mmenichukua wapi? Hamjui mlikonitoa?" "Jibu swali tafadhali." "Siwezi kujibu swali la kipumbavu kama hilo. Ninyi ndio ambao mnatakiwa kunijibu kwa nini mmenileta hapa. Nani kawatuma mnifanyie hivi? Mimi ni mtu mwenye heshima kubwa sana, sistahili kufanywa hivi." "Profesa, nitakuomba kwa mara nyingine tena, jibu swali nilokuuliza." Ni swali rahisi tu ambalo halihitaji nguvu kulijibu. Ukali, lugha chafu, matusi na ukaidi aina yoyote ile havitakusaidia chochote kile. Labda nikwambie tu kwamba mahali ulipo sasa hivi hauwezi kutoka na hakuna mtu yote atakayeweza kukusaidia. Uko peke yako, na ikitokea ukatoka salama mahali hapa itakuwa ni kwa juhudi zako mwenyewe. Unapoonesha ukaidi unajichelewesha wewe mwenyewe kutoka mahali hapa. Kwa hiyo ninakuomba uwe na nidhamu. Jibu kinachoulizwa na usisubutu kujaribu kutudanganya kwa kitu chochote kile utakachoulizwa. Utakuwa umejiweka mwenyewe katika mazingira magumu sana." Mathayo alisema huko akiwa anamtizama Profesa Damagi kwa makini sana. "Tuanze upya. Tuambie umefikaje hapa. Unakumbuka kilichotokea hadi ukafika hapa?" Profesa Damagi alimtizama Mathayo alafu kama geuza shingo akatizama pembeni. "Narudia swali. Unakumbuka nini ambacho kimekutokea hadi ukafika mahali hapa?" "Ujinga mkubwa," alisema Profesa Damagi kwa sauti ndogo ambayo akina Mathayo alikuwa ameweza kuisikia. "Tumesikia ulichokitamka. Ujinga unamaanisha kwamba kinachofanyika hapa ni ujinga na sisi tulioko hapa ni wajinga na ndio maana tunafanya ujinga. Japokuwa wewe ni msomi zaidi yetu, lakini naomba nikusaidie maana ya hilo neno ujinga. Ni hali ya kukosa maarifa, elimu au hata taarifa kuhusu jambo fulani. Inawezekanika upo sahihi, ndio maana tunataka kufahamu umefikaje hapa. Nini kimekutokea?" Profesa Damagi alimtazama Mathayo kwa macho makali alafu akasema kwa ukali, "Mnanifahamu mimi ni nani? Kama mngenijua mimi ni nani msingethubutu kufanya kile mlichokifanya. Swali hilo nalirudisha kwako. Unafahamu sisi ni akina nani? Kama ungefahamu sisi ni akina nani ungeogopa sana hata usingethubutu kuonesha ukaidi." alisema Mathayo na kumgeukia Gosogoso. "Hebu msalimu kidogo ili ajue sisi ni akina nani." Gosogoso alifungua mkoba mweusi alikuwa ameingia nao mle ndani chumbani, akamwaga vitu chini. Profesa Damagi alishuhudia vifaa mbalimbali vilivyokuwa katika ile begi. Macho yakamtoka. Gosogoso kama amechukua kifaa kidogo cha kukatia vitu vigumu, akamsogelea Profesa Damagi. Aliushika mkono ambao haukuwa umefungwa pingu, akauinua. Profesa Damagi akauvuta. Mara ulisikika mlio wa kofi zito lilokuwa limetoa usoni kwa Damagi. Alifungua mdomo kutaka kusema kitu, lakini ngumi nzito ikatoa mdomoni na kupasua mdomo kwa juu. Damu ikaanza kutoka. Kwa nguvu Gosogoso akashika mkono akakata kidole gumba. Kwa nguvu Gosogoso akashika mkono akakamata kidole gumba, akaishika kucha kwa kutumia kile kifana. Kwa nguvu akaibandua, huku Profesa Damagi akipiga ukelele wa maumivu aliyokuwa anayapata. Alimsindikiza na kofi, akamwacha Damagi akiugulia maumivu makali. Alivuja damu mdomoni na kidoleni.
Walimwacha endelee kugulia maumivu kwa kipiga kelele kutukana. Yasema naye tena hadi atakapoamua kuwa nidhamu. Matayo alimpa Gosugosu maelekezo. Ninapenda sana nafasi kama hizi. Alisema Gosugosu wakati anachukua mkasi. Profesa Damagi akiwa ameinama, amekibana mapajani kidole chake kilichokuwa kimebanduliwa kucha. Alishtulia na kofi zito. Alitoa mguno wa maumivu na kabla hajakaa sawa Gosugosu alikambata mkono ule wenye kidole aliochoka amebana kucha, akakamata kiganja cha mkono akabana kidole kimoja bila hata huruma akakikata. Profesa Damagi alipiga kelele kubwa sana kwa maumivu aliyokuwa ameyapata. Walimwacha akilia kwa maumivu kwa dakika kadhaa, alafu Matayo akamsogelea. Utakuwa mtulivu na mwenye nidhamu au tuendelee na hili zoezi? Matayo alimuuliza. Naomba. Alinyamaza akagumia tena kwa maumivu. Msiniumize tena tafadhali. Utakuwa na nidhamu na kujibu kila kitu tutakachokuwa tunakuuliza. Nitajibu, naomba mnisaidie kuzuia damu isiendelee kutoka. Msiniumize tena, nitawajibu kila kitu mnachokihitaji. Gode, Matayo mwelekeza Gosugosu kufunga lile jeraha mkononi. Mara moja Gosugosu alikuwa amechukua bandeja akamfunga kiganjani. Naombeni mnipatie dawa za kutuliza maumivu. Ninahisi maumivu makali sana mwili mzima. Matayo alikuwa amechukua dawa moja akampatia kameza. Profesa, nadhani sasa hivi umekwisha fahamu kwamba mahali hapa hakuna mzaha. Umejiridhisha mwenyewe hata ulipopiga kelele kubwa kuomba msaada hakuna anayejitokeza kusaidia. Hii ina maana hapa uko peke yako. Hakuna kukusaidia. Utajitoa mwenyewe kama ukitaka. Kitu pekee kitakachokutoa salama mahali hapa ni ushirikiano. Shirikiana na sisi katika kile tunachokihitaji kwako. Uko tayari kutoa ushirikiano? Niko tayari. Naomba tafadhali msiniumize tena. Hatutakuumiza tena kama utafanya kile tunachokitaka. Ukileta tena ujeuri, utajikuta katika matatizo makubwa. Alisema Matayo na kuendelea kumtazama Profesa Damagi akiugulia maumivu. Profesa Damagi, hatuna shida na roho yako na hatufikiri kabisa kukatisha maisha yako. Hatakuwa pia na mpango wa kukupa maumivu haya makubwa namna hii. Yote haya umeyasababisha wewe mwenyewe kwa ujeuri na ukaidi wako. Usitupe sababu kuharibu au kufikia hatua ya kufikiria kuichomoa roho yako. Kwa mtulivu, jibu maswali yetu vizuri, tupe maelezo mazuri na ya kweli. Ukifanya hivyo utakuwa na utatoka hapa salama. Umenielewa? Profesa Damagi katikisa kichwa. Alitikisa kichwa. Toa sauti, umechoambiwa. Gosugosu akamfokea. Nimeelewa. Vizuri. Tunarudi katika swali nilikuwa nimekuuliza awali. Umefikaje hapa? Profesa Damagi kavuta pumzi ndefu na baada ya sekunde kadhaa akasema, ninachokumbuka walikuja watu nyumbani kwangu wakidai wametumwa kuja kunichukua kunipeleka sehemu salama. Walitoka wapi watu wao na walitumwa na nani? Walitoka SES na walitumwa na rais. SES ni nini? Kirefu chake ni State Services. Hii ni idara ya ulinzi wa viongozi wakuu wa serikali na familia zao. Sawa, endelea. Walinichukua nyumbani wakati wananipeleka mahali salama, lakini tulipokuwa tumefika mahali wakaniambia kwamba wanataka kunichoma sindano ya usingizi kwa kuwa mahali wanaponipeleka sitaki kupajua. Walinichoma sindano nikarara, sikujua tena kilichoendelea hadi nilipokuja kuzinduka na kujikuta katika giza nene. Hapana, ulipozinduka kitu gani ulikigundua japo kulikuwa na giza nene? Niligundua nimefungwa pingu mkono mmoja. Ulipata picha gani baada ya kujikuta umefungwa pingu? Profesa Damagi hakujibu. Na kuuliza tena, ulipata picha gani baada ya kujikuta umefungwa pingu? Waliponichukua waliniambia wananipeleka mahali salama, lakini nilipogundua nimefungwa pingu nikagundua sikuwa mahali salama. Nimetekwa. SES ni idara ya ulinzi wa viongozi. Wewe ni kiongozi? Hapana. Kama sio kiongozi, kwa nini rais akatuma watu kuja kukuchukua na kukupeleka mahali salama? Rais hakuwatuma wale watu. Nilidanganywa. Yaani kudanganya kwa kutumia jina la rais ni wazi kabisa kuwa una ukaribu mkubwa na rais, na walijua lazima ukiambiwa wametumwa na rais basi utakubali mara moja kuongozana nao. Unafahamiana na rais? Profesa Damagi alikaa kimya. Na kule tena, unafahamiana na rais? Ndio, ni rafiki yangu. Vizuri, unafanya kazi gani Profesa Damagi? Nafundisha chuo kikuu cha Nabure. Je, nataka uniambie unajishughulisha na nini kwa sasa hivi? Nafundisha chuo kikuu cha Nabure. Matari mtizama kwa macho makali. Ulianza vizuri na sasa hivi unataka kuharibu. Na kuuliza kwa mara ya tatu, unafanya kazi gani? Ninafanya kazi chuo kikuu cha Nabure. Unafundisha nini? Nipo katika shule ya sayansi. Mataka mtizama kwa makini na fakasa. Profesa Damagi, tunakufahamu vizuri, kwa sasa hivi haupo katika shule ya sayansi ya chuo kikuu cha Nabure. Naweza kukuletea orodha wa wahadhiri wote wa chuo hicho cha na jina lako halipo. Tuambie ukweli tafadhali, unajishughulisha na nini kwa sasa hivi? Ulitawala ukimya. Hauna kazi. Bado kimya kinaendelea kutawala.
Na kuuliza kwa mara nyingine kabla sijamruhusu yule ndugu yangu pale akusogelee. Unafanya kazi gani? Kama hauna kazi tuambie ukweli. Profesa Damangi alimtazama Gosogoso ambaye mikono yake ilikuwa imetapaka damu, macho yake yakitisha. Alimuogopa. Kwa sasa hivi sifanyi kazi pale chuo kikuu. Unafanya kazi gani? Serikali ilinichukua ili kusimamia mradi maalum. Mradi gani huo? Ni mradi wa utafiti. Profesa Damangi, naomba nikusaidie. Wewe ni mbobezi katika sayansi ya mimea. Unafanya utafiti wa mimea gani? Swali likaonekanika kumshtua Profesa Damangi. Profesa Damangi, tafadhali, ni mradi wa serikali ambao sitakiwi kutoa maelezo yake mahali popote pale. Kwa nini huwezi kuelezea kuhusu mradi huo? Kwa sababu ni hatari sana. Nikisema chochote kuhusiana na mradi huo nitauawa. Kwa sababu ipo katika mikono yetu, hakuna atakayeweza kusikia ukituambia kuhusu mradi huo. Na hakuna atakayekuua. Kama ni kuua roho yako tutaitoa sisi. Kwa nini nyinyi akina nani hasa? Majibu yetu huaga ya vitendo. Tayari tumesha kuonesha sisi ni akina nani. Kama bado unahitaji kutojua sisi ni akina nani, tarudia tena ile zoezi letu kwa ukubwa zaidi. Hapana, naomba msiniumize tena. Tuambie haraka mradi huo unaofanyia utafiti unahusu nini? Profesa Damangi alionekana kuna kitu kinamsumbua ndani ya nafsi yake. Alitaka kusema kitu lakini akasita. Profesa Damangi, tunasubiri kukusikia. Na kwa kweli siwezi kusema kitu. Nikisema chochote mimi na familia yangu tutakuwa katika hatari kubwa sana. Niko tayari nife mimi lakini si familia yangu. Kama mtaniua kwa kushindwa kuambia ukweli, lakini siwezi kukubali kuingiza familia yangu hatarini. Kama ni kukuua hatutaanza kukuua wewe. Tutaanza kuanza na familia yako. Tunajua una watoto 6. 2 wameolewa, mmoja yuko chuo kikuu nje ya nchi na 3 uko nao nyumbani ambao ni Martha, Michelle na Kundwa Junior, mtoto pekee wa kiume. Tunajua mama wote amefariki, hivyo jukumu la kuwalea ni lako peke yako. Sura Profesa Damangi libadilika. Alionyesha hofu kubwa sana. Hii hapa ni line yako ya simu. Humu kuna namba ya simu ya Martha ambaye ndiye mtoto mkubwa anayewachunga wadogo zake. Nitamtumia ujumbe kwa kutumia line hii hapa ya simu kumwambia kwamba hawa watoto zake unatuma watu kwenda kuwachukua na kuwapeleka mahali salama ulipo wewe. Ataamini ujumbe huo umetoka kwako. Nitatuma watu watakwenda kuwachukua na kuwaleta hapa. Unataka hilo litokee? Unataka kushuhudia wanao wakiuawa mmoja baada ya mwingine? Profesa Damangi alimtazama Mathayo kwa mshangao sana. Kumbe ni wewe ndio uliwatuma wale vijana kuja kunichukua? Yaani mimi niliyowatuma. Nimekuleta hapa kwa kuwa kuna mambo nahitaji kutoka kwako na niko tayari kufanya kila lilo ndani ya uwezo wangu kuyapata. Kama nimeweza kuchukua wewe, ninaweza pia kuichukua familia yako yote nikawaleta hapa wakaungana na wewe. Wewe ni nani? Profesa Damangi akauliza. Kwa muda huu usisumbuke sana kutaka kunifahamu mimi ni nani. Unatakiwa uhangaike kujiokoa wewe na familia yako. Narudia kuuliza Profesa Damangi. Je, nilete familia yako hapa? Ninakuhakikishia nikitaka nilete familia yako hapa hakuna kunizuia kufanya hivyo. Haitachukua saa moja watakuwa wamefika hapa na utashuhudia wakiuawa mmoja baada ya mwingine. Yule jamaa pale aliyekukata kidole ni mtu asiyekuwa hata na chembe ya huruma. Ni muuaji, ameanza kuua tangu akiwa na miaka 9. Utashuhudia akitoa uhai wa watoto wako mmoja baada ya mwingine. Profesa Damangi mtazama tena Gosogoso, macho yake alikuwa ameanza kuangusha machozi na kupa sekunde 10 za kutafakari na kufanya maamuzi. Alisema Mathayo na kuanza kuitazama saa yake. Msikilizaji, tumwachie sekunde 10 Damangi hapa, lakini sekunde 10 tutakuwa nazo katika sehemu ya 15 katika msimu wa pili wa simulizi yetu inayokwenda kwa jina la Agano la Mathayo. Burudani inaendelea msikilizaji, kama kawaida sehemu ya 15 tuko hapo kujua nini kiliendelea. Mtunzi ni CK Owen, ni msimuliaji Mix Simulizi ndio ambao tunakuletea kisa hiki cha kusisimua Agano la Mathayo. YouTube channel Simulizi Mix, lakini WhatsApp sasa hivi ukitaka kupata sehemu ya 15, 16 mpaka 20 tuche kupitia WhatsApp nambari 0677 062012. Tukikutana hapo basi unakuwa unapata simulizi hii mpaka mwisho kabisa na simulizi nyingine nyingi tamu kutoka hapa Simulizi Mix. Tukutane hapo kwa burudani zaidi. Bye bye.